Ulikuwa usiku tulivu sana. Mwanga wa mataa ya njano uliangazia vyema kabisa barabara mbalimbali za mitaa ya jiji la Dar es Salaam. Baadhi ya maeneo kama Buguruni na Kariakoo kwao ilikuwa ni kama mchana tu. Kwanza haikueleweka vizuri usiku ni upi na mchana ni upi, kwani pilika za watu zilikuwa ni kubwa mno. Na hata hivyo kuna baadhi ya maeneo yalikuwa yako kimya. Upepo mwanana kutoka bahari ya Hindi ulikuwa ukipuliza, kitendo kilichopelekea hali ya baridi kidogo. Katika barabara ya Kinyerezi, ikiwa ni majira ya saa 8 za usiku, ilionekana gari la kifahari aina ya Cadillac. Uzuri wa gari hilo ilikuwa ni maajabu tosha kabisa ya kwamba mmiliki wake ni mtu aliyefanikiwa hasa kimaisha. Ndio. Nipo njiani mama, narudi. Sauti nyororo na ya kuvutia kutoka kwa binti mrembo aliyekuwa akiendesha gari hilo ilisikika vyema kabisa. Hakika kama ni kubarikiwa uzuri, basi binti huyo alikuwa kabarikiwa. Kwanza alikuwa ni mrefu kiasi, alikuwa na sura nzuri ya kuvutia, alikuwa na macho mazuri yaliyomvutia kila mwanaume aliyemtazama. Nywele zake ndefu za singa zilizokuwa zimeshika mpaka chini usawa wa kiuno chake zilifanya uzuri wake uongezeke maradufu. Kiuno chake chembamba kilichoungana na mahipsi yake manene kiasi kiliwatoa udenda wa huba wanaume wote waliowahi kumwona. Ngozi yake nyororo binti huyo isiyokuwa na upele, mba chunusi wala hadhara, ilimfanya awe kama vile malkia mbele wanaume wengi. Hakika binti huyo alikuwa ni mzuri mno kiasi kwamba si rahisi kueleza uzuri wake wote. Akiwa bado anaongea na mama yake kupitia simu, ghafla aliminya breki haraka mara baada ya kugonga mtu aliyekuwa amekatiza barabarani ghafla. Kwa kuwa hakutaka mama yake ajue kinachoendelea kwake, aliamua kwanza kukata simu, huku moyoni mwake akiwa na wasiwasi mkubwa mno. Alijaribu kuchungulia nje kupitia kioo chake cha mbele ili aone kama anaweza kumwona mtu aliyekuwa amemgonga, lakini wapi, hakufanikiwa. Mapigo yake ya moyo yalizidi kupanda, huku hofu nayo ikiwa inajidhihirisha wazi wazi ya kuhisi kwamba huenda akawa kamuua aliyekuwa amemgonga. Kwa kuogopa kukutwa na kesi ya mauaji, wazo pekee lililomjia akilini mwake ni kuwasha gari na kisha atoweke haraka kwenye eneo hilo ambalo halikuonekana kuwa na mtu usiku huo wa manane. Akiwa anataka kuliondoa gari, ghafla aliona mkono wa mtu akiomba msaada kutokea mbele gari lake. Moyo wa huruma ulijikuta ukimwingia binti huyu mrembo, na taratibu aliamua kufungua mlango kwa lengo la kwenda kumpa msaada mtu aliyekuwa kamgonga. Na kweli alipofika mbele gari lake alimwona kijana aliyekuwa kavalia sare za wafungwa. Kupitia namba ya usajili iliyokuwa juu ya upande wa kushoto wa nguo yake, binti huyu aliweza kuelewa kwamba yule alikuwa ni mfungwa namba 472 kutoka gereza la Segerea jijini Dar es Salaam. Hofu ilizidi kumtanda binti huyo, kwani mpaka hapo alielewa ya kwamba mfungwa huyo alikuwa katoroka gerezani. Akiwa bado anawaza nini cha kufanya, ghafla mfungwa huyo alitoa pale bastola ndogo maarufu kama mguu wa kuku na kisha akamwelekezea, huku akiwa anasema, tulia hivyo hivyo, ukijaribu tu kupiga kelele na kumwaga ubongo. Maskini binti huyu mrembo aliyefahamika kwa jina la Mariana Kiwile, mtoto wa kitajiri kutoka familia mzee Kiwile, alionekana kuogopa sana binti huyo. Hii ndio ilikuwa mara yake ya kwanza kutishiwa kwa bastola. Matukio kama hayo alikuwa amezoea kuyaona kwenye filamu za Kimarekani, lakini ndio hii ilikuwa imemtokea kwake. Haya, ingia kwenye gari haraka sana, alizungumza mwanaume huyo ambaye hakuonekana kuwa na mzaha hata kidogo. Kwa kuogopa kuuawa, binti huyu Mariana hakuwa na budi zaidi tu ya kuwafanya kila alichokuwa na kitaka yule mfungwa. Wote wawili waliingia kwenye gari na kisha yule mfungwa akasema, endesha gari twende Kibaha. Sasa ole wako ufanye tofauti na ninachokisema. Mariana hakuwa na namna nyingine zaidi ya kuanza kuendesha gari kuelekea Kibaha. Alikamata barabara ya Morogoro Road na kisha safari kwenda Kibaha ilianza. Kwa kuwa ilikuwa ni usiku wa manane, njiani hapakuwa na foleni za magari mengi, hivyo iliwachukua dakika takriban 30 tu kuweza kufika Kibaha. Baada ya kufika Kibaha, yule mwanaume alimtazama Mariana na kisha akasema, nipatie simu yako. Mariana alitoa simu yake na kisha alimpatia yule jamaa. Pamoja na kwamba simu hiyo kuwa na loki, lakini bado haikuwa shida kwa mwanaume huyo kuifungua.
Ndani ya sekunde chache tu tayari alikuwa kaifungua, na wakati huo binti huyu Mariana alikuwa anamtazama kwa jicho la kuibiaibia mwanaume huyo. Akiwa anatazama, aliweza kugundua kwamba mwanaume huyo alikuwa anatafuta location ya mahali fulani kupitia Google Map. Kiukweli Mariana hakuwa na cha kufanya zaidi tu kumtazama, na baada ya kama dakika 3 kupita, yule mfungwa alizima ile simu na kisha akasema, "Sikia wewe, endesha gari tuelekea upande huu wa kushoto." Mariana alifanya kama alivyoambiwa, na baada ya mwendo wa takriban dakika 5 walifika katika eneo ambalo lilikuwa na duka kubwa la madawa. Baada ya kufika hapo, yule mwanaume alimtazama tena Mariana, na safari hii alionekana kuwa serious kidogo tofauti na hapo awali. Macho yake yote yalikuwa ni mekundu huku jasho jembamba likimchuruzika, ingawa ndani ya gari hilo kulikuwa kuna kiyoyozi. Na kwa sauti nzito yenye mamlaka yule jamaa alisema kwa kusema, "Sikia Mariana Kiwile, na kufahamu kuliko unavyojifahamu wewe mwenyewe. Kama unataka kuwa salama pamoja na familia yako, basi unapaswa kufanya ninavyotaka. La sivyo, si baba yako tajiri Kiwile, si dada yako Lilian, na wala si mama yako Madam Flora, wote watakufa." Mariana alizidi kuogopa. Kitendo cha kusikia yule mfungwa anahitaji familia yake hii ilikuwa na maana ya kwamba anaotambua vizuri wao, hivyo kwake alizidi kuwa na uoga. Kwa sauti ya upole na yenye uoga ndani yake, alimtazama yule mfungwa na kisha akasema, "Tafadhali kaka, usidhuru familia yangu. Nipo tayari kufanya chochote ambacho unakitaka." "Okay, vizuri. Sasa nisikilize. Umeona lile duka la dawa pale mbele?" "Ndio, nimeliona." "Haya, nipe kwanza karatasi na peni." Mariana alitoa pale diary yake pamoja na peni nyeusi na kisha alimpatia yule mfungwa. Yule mfungwa alichana karatasi kutoka kwenye ile diary na kisha alianza kuandika vitu pale kwenye ile karatasi. Akamwambia, "Nenda pale pharmacy, nunua dawa pamoja na vitu nilivyokuandikia humo kwenye karatasi." Mariana bila kuhoja alichukua kile karatasi na kisha akachukua na kadi yake ya benki. Alishuka kwenye gari, alianza kupiga hatua kusogea kwenye lile duka la madawa. Akilini mwake alikuwa anawaza kukimbia, lakini kila alipokumbuka kitisho cha mfungwa yule ya kwamba endapo atafanya kinyume basi familia yake itakufa, Mariana aliogopa kukimbia. Aliingia ndani ya duka la madawa, alifanya manunuzi ya vitu vyote ambavyo yule mfungwa alivihitaji, na baada ya hapo alirudi navyo ndani ya gari na kisha akampatia. "Vizuri sana Mariana, kama ukiwa mtiifu hivi, na hapa ya kwamba sitakudhuru wewe wala familia yako. Endesha gari, rudi kwenye barabara kuu, tunaelekea Mbeya." Kauli hiyo ya kwenda Mbeya ilizidi kumshangaza Mariana. Hofu kwake ilizidi kupanda, kwani alijua ikiwa ataendelea kusalia mikononi mwa mtu huyo huenda atamdhuru hapo baadaye. Kwa upole alimtazama ule mfungwa na kisha akamwambia, "Kaka, samahani, na hapa sitosema kama mimi nimekuona kwa mtu yote ule. Naomba uniache mimi niende zangu." "Mariana, ndio kwanza tumeonana, alafu nataka nikuache uende zako? Kweli? Kwani unawahi nini nyumbani?" "Hamna, siwahi kitu. Sema tunataka kuwa uhuru kakangu. Mimi sijakufanya chochote kibaya." "Kwani mimi nimesema umenifanya kitu kibaya?" "Hapana, hujasema." "Sasa wasiwasi wako wewe nini?" Nimekwambia kama ukifanya ninavyotaka basi wewe na familia yako mtakuwa mko salama. Vinginevyo sita hata kidogo kuwaua. Kwanza sitaki maswali. Nimesema washa gari, ongoza njia. Tunaenda Mbeya." Maskini ya Mungu, Mariana hakuwa na cha kuongezea, kwani mwanaume huyo hakuonekana kama ni mtu wa mzaha hata chembe. Safari ya kwenda jijini Mbeya, kusini mwa Tanzania, safari hiyo ilianza. Wakiwa njiani, yule mfungwa alimtazama Mariana na kisha akamuuliza, "Unaweza kushona kidonda?" "Hapana, siwezi." "Kushona nguo je?" "Hata nguo pia siwezi." "Sawa, hebu simamisha gari pale mbele," alisema mwanaume yule, na kweli Mariana alisimamisha gari. Wakati huo tayari walikuwa hapo katikati ya Morogoro na Dar es Salaam. Baada ya gari kusimama, taratibu yule mwanaume alianza pale kuvua ile nguo yake juu.
Akiwa anavua, Mariana alikuwa ametulia tu anamtazama. Mwili wa mwanaume huyo ulimfanya Mariana ajikute akiutazama bila kuchoka. Ulikuwa ni mwili uliojengeka kwa mazoezi haswa. Kwanza kifua chake kilikuwa kimejaa vema kwa misuli. Mikono yake ilikuwa imejaa vyema kimazoezi. Tumboni mwake alikuwa na six pack zilizojipanga kwa mtindo uliovutia zaidi. Kwa hakika mwanaume huyo alionekana kuwa ni mtu wa mazoezi, tena mazoezi haswa. Pamoja na yote hayo, bado upande wa kushoto chini ya mbavu kulikuwa kuna jeraha kubwa lililokuwa likivuja damu, na hii ni mara baada ya kuwa kafungua kitambaa alichokuwa amekifunga kuzuia damu isitoke. Sehemu hiyo ilionekana kuchanika pakubwa tu. Laiti kama asingekuwa ni mtu wa mazoezi, basi kwa hakika asingeweza kuvumilia jeraha hilo kwa muda wote huo. Kwa kuwa huwezi kushona, basi shika hiko kioo chako cha kujitazama. Nimekiona kipo kwenye mkoba wako. Nielekezea hapa kwangu ili niweze kujiona wakati najishona mimi mwenyewe, aliongea mwanaume yule. Mariana alishangaa kwa ukubwa wa lile jeraha. Unajua, hakuamini kama yule mfungwa anaweza kujishona yeye mwenyewe. Lakini jeraha lako ni kubwa sana, kwa nini usiende hospitali? Alihoji Mariana. Yule mwanaume hakusema chochote, badala yake aliendelea kutoa vifaa vyake pamoja na dawa za ganzi, tayari kwa kuanza kujishona yeye mwenyewe. Kwa namna alivyokuwa anafanya, ilionyesha wazi ya kwamba alikuwa na utaalamu fulani kwenye masuala ya utabibu. Kwanza alianza kwa kujichoma sindano ya ganzi, kisha taratibu alianza kujishona yeye mwenyewe. Mariana alibaki anamtazama tu, huku akilini mwake akiwa na maswali mengi juu ya hatima yake toka kwa yule mfungwa ambaye hakuonekana kuwa na huruma hata chembe. Pamoja na sura yake kuwa ni ya upole, lakini bado hakuonekana kama ni mtu mwenye huruma hata chembe. Ndani ya nusu saa tayari alikuwa kashamaliza kujishona. Alichukua baadhi ya vidonge, alimeza, kisha kwa sauti ya kichovu akasema, tuendelee na safari Mariana. Mariana ilibidi awashe gari na safari iliendelea. Kilipita kimya kwa muda, huku yule mfungwa akionekana kuchoka sana, na hii ni kutokana na maumivu alikuwa anayopata mara baada ya ganzi kuisha pale alipokuwa amejishona jeraha lake. Kwa nini umetoroka gerezani? Aliuliza Mariana, ingawa moyoni mwake aliogopa sana, kwani alijua ya kwamba pengine swali hilo linaweza kumkera sana yule mfungwa. Kwa sababu sijamaliza kazi yangu. Kazi? Kazi gani? Kuna watu wanatakiwa kufa kwanza. Kwa hiyo wewe ni muuaji? Nini ambacho hapo hujakielewa? Nimekuambia kuna watu wanatakiwa kufa. Kiukweli Mariana alizidi kuogopa. Moyoni mwake alikuwa akisali na kuomba tu asiwe miongoni mwa hao watu wanaotakiwa kuuawa na yule mfungwa. Hapo mbele kuna shedi ya mafuta. Ukifika jaza full tank. Nadhani tumeelewana. Lakini mimi sijatoka na pesa za kutosha. Mariana, usinifanye nirudie mara mbili kuongea. Najua kama pesa unazo. Wewe ni binti toka familia ya kitajiri. Sasa usinilete drama hapa. Mimi sio mtu wa mzaha. Usinifanye nikuweke kwenye orodha ya watu naotaka kuwaua. Sawa? Sawa, nimekuelewa. Kwa jinsi alivyokuwa serious mwanaume huyo, kauli yake ilitosha kabisa kumfanya Mariana atii kile alichokuwa amekisema mwanaume huyo. Na kweli alipofika sheli ya mafuta, Mariana alijaza pale mafuta full tank, na kisha safari iliendelea kuelekea huko Mbeya. Mbeya unaenda kwa nani? Aliuliza Mariana. Yule mfungwa kwanza hakujibu haraka swali hilo. Alimtazama kwa sekunde kadhaa na kisha akamwambia, hatuendi Mbeya, bali tunakwenda Pretoria. Pretoria? Unamaanisha Afrika Kusini? Ndio. Au kuna mji mwingine unaitwa Pretoria mbali na huko South Africa? Sidhani kama kuna mji mwingine, lakini bado sijakuelewa wewe kaka. Hujaelewa nini Mariana? Pretoria ni mbali sana kutokea hapa. Ni zaidi ya kilomita 3,000 huko na 500. Sasa tunawezaje kwenda na gari alafu na isitoshe hiyo ni nchi nyingine, tunatakiwa kuwa na passport, visa za kusafiria. Hayo yote nakuachia wewe sasa.
Lakini sitaweza kufanya hivyo, passport yangu miko nyumbani, na isitoshe wewe pia itabidi uwe na passport, lakini pia kama ni kwenda South Africa inabidi urudi Dar ukapande ndege huko, au uende Arusha ukapandie ndege Arusha. Mbona kama unajitoa kwenye hayo maelezo yako? Nimesema tunaenda Pretoria, South Africa. Sijasema naenda mwenyewe. Tunakwenda wote. Lakini wewe sitaki ubishi. Kuhusu hayo masuala ya passport sijui visa, mimi hilo halinihusu. Nimekuambia na kuachia wewe Mariana. Jamani, mimi sina passport, hata nilipo sina, na hatuwezi kuvuka boda bila ukaguzi, na isitoshe hatuwezi kwenda South Africa kwa gari. Yule mfungwa alimtazama Mariana kwa muda, huku akionekana kama vile anatafakari jambo kwenye akili yake, na kisha akamwambia, kwenye mikono yangu kuna roho 11 nilizozitoa uhai wake, na ndio maana nikahukumiwa kunyongwa. Nimetoroka gerezani kwa sababu bado kuna roho nyingine 7 zinatakiwa kutolewa uhai na hii mikono yangu. Kama ukiendelea kunisumbua kwa maswali yako ya kijinga, roho yako itakuwa ni ya 8. Mariana aliogopa, kwani yule mfungwa hakuonekana kutania hata kidogo, ingawa aligundua kwamba alikuwa akivumilia maumivu makali sana aliyokuwa akiyapata toka kwenye kile kidonda chake alichokuwa amejishona mwenyewe. Samahani, naomba simu, aliongea Mariana. Wakati huo tayari ulikuwa umeshafika Morogoro. Wewe unataka simu ya nini? Nataka kuongea na meneja wangu aniandalie passport ya muda, visa pamoja na carnet de passage. Carnet de passage ndio nini? Ni kibali cha kuruhusu gari kuingia nchi nyingine. Kuna ulazima wa kufanya yote hayo? Ndio. Kama tusipofanya hivyo hatuwezi kuvuka boda, lazima tutazuiliwa. Okay, shika simu hii. Fanya kila uwezavyo tusikamatwe boda. Sasa ole wako nigeuke, ndio utajua mimi ni nani. Mariana alipokea simu yake huku mikono yake ikiwa inamtetemeka. Haraka sana aliiwasha na kisha moja kwa moja alimwendea hewani meneja wake aliyefahamika kwa jina la Meneja Masangu. Kwa kuwa tayari ilikuwa imeshafika majira ya saa 11 alfajiri, ilichukua muda simu yake kuweza kupokelewa na huyo meneja wake aliyekuwa katoka kwenye usingizi mzito kweli kweli. Kwanza alikuwa amevaa mawani yake ya macho ili aweze kuona mpigaji ni nani, na kisha kwa haraka aliweka simu hiyo sikioni mara baada kujua mpigaji ni bosi wake. Madam, habari za asubuhi. Salama tu Meneja Masangu. Niambie bosi wangu, kuna shida yoyote? Ndio Masangu, kuna jambo nataka unisaidie. Niambie tu bosi wangu. Kukutumikia wewe ni wajibu wangu. Okay. Niko Morogoro kwa sasa, naelekea Mbeya. Nahitaji kupata passport, visa pamoja na carnet de passage haraka mno. Kwani unasafiri bosi? Ndio, naenda Pretoria mara moja. Samahani bosi, na maana kwamba unaenda kwa njia ya basi? Ndio Masangu, this time nataka nione mazingira ya ardhi kidogo, kwa hiyo naenda kwa kutumia gari langu binafsi. Okay. Sawa bosi, nalifanyia kazi. Basi ukifika Mbeya, ukifika pale boda tayari taarifa zako zote nitakuwa nimeziwasilisha, kwa hiyo utavuka tu boda bila wasiwasi wote. Sawa Masangu, msalimie mkeo hapo, najua bado hujatoka nyumbani. Okay, sawa bosi. Anakusikia hapa, kachamka tayari. Mazungumzo hayo yalipotamatika, simu ilikatwa, na baada ya kukatwa, mke wa Meneja Masangu alimtazama mumewe kwa jicho la uchovu na kisha akamwambia, matajiri bwana. Sisi wengine tunawaza lini tutapanda ndege, yeye anasema anataka kujaribu kusafiri kwa gari au ni mazingira. Kweli kuna watu wana pesa jamani. Upo sahihi mke wangu, lakini unajua hili bado mimi linanishangaza sana. Kwa nini? Bosi wangu mimi Mariana, unajua ni mtu anayependa kufanya mambo yake kwa ratiba. Yaani kama jambo lipo kwenye ratiba yake huwa hawezi kulifanya. Bado sijakuelewa mume wangu. Kinachokushangaza wewe hapo ni nini mume wangu? Kinachonishangaza mimi ni hii safari yake kwenda South Africa. Unajua imekuwa ni ghafla sana. Alafu kumbuke kwamba bado wiki 2 tu harusi yake ifanyike. Ina maana unataka kusema kwamba atakuwa anakimbia kuolewa na ndio maana anaenda South Africa kimya kimya? Mke wangu,
kuhusu hilo hata sijui kusema ukweli. Ila yote kwa yote inawezekana. Maana unajua kuna baadhi ya watu ofisini wanasema kwamba ndoa yake na Simon Pega, mtoto tajiri Pega, ni ya kibiashara tu, hakuna mapenzi ndani yake. Sasa kama ni kweli hilo mume wangu, hilo swala hata mimi namuunga mkono huyo bosi wako. Unajua huwezi kumlazimisha mtu aolewe na mwanaume asiyemtaka kisa tu mali. Hebu ngoja kwanza nijiandae niende kufanyia kazi hayo maagizo yake, mengine tutajua huko mke wangu. Haya. Sawa mume wangu. Naam. Tukiachana na huyo Masangu pamoja na mkewe, tunarudi mpaka Mbezi Beach jijini Dar es Salaam. Kando ya ufuko wa bahari ya Hindi kulikuwa kuna jumba kubwa la kifahari mfano wa kasri la kifalme. Mmiliki wa jumba hilo hakuwa mwingine bali alikuwa ni tajiri Kiwile, baba mzazi wa mrembo Mariana. Jumba hilo lilikuwa na vyumba 11, 8 vikiwa ni master bedroom. Kulikuwa kuna swimming pool 2, moja ikiwa ni uani mwa jumba hilo, nyingine ikiwa ni juu ya pale jumba hilo. Kulikuwa kuna sebule 3 kubwa, zote zikiwa zimesheheni samani mbalimbali za kifahari. Kulikuwa kuna masofa ya kisasa, mapazia, mazulia pamoja na urembo mwingine uliofanya jumba hilo lizidi kupendeza. Ndani kulikuwa kuna house 11 na house 7 ambazo zote hizo walihakikisha kwamba jumba hilo linakuwa safi kila eneo. Kwa hakika kama ni kuishi basi wamiliki wa jumba hilo walikuwa wanaishi. Huyu mtoto anataka mimi nipande wazimu huyu. Hivi unajua yuko wapi? Lilikuwa ni swali kutoka kwa Madam Flora, mama mzazi wa Mariana. Msimamizi mkuu wa jumba hilo aliyefahamika kwa jina la Auntie Kendra alimtazama Madam Flora na kisha akasema, boss, kama nilivyokuambia jana boss, Mariana aliniambia kwamba anaenda kuonana na rafiki yake Lucy wa Kinyerezi. Sasa kwa nini mpaka sasa hivi hajarudi? Na hali ya kuwa mimi nilimpigia simu na akaniambia kwamba yuko njiani. Ina maana kwamba huyu mtoto anataka kututia aibu, si ndio? Bado wiki 2 tu harusi yake ifungwe. Anawezaje kulala nje nyumbani kwao? Madam, huenda labda aliona usiku ni mwingi na ndio maana akaamua kulala kwa rafiki yake. Hebu sikia Auntie Kendra. Mimi na hasira sana. Yaani kama nikimpigia simu kumuuliza yuko wapi, presha yangu mimi inaweza ikapanda. Hebu mpigie simu wewe kisha muulize yuko wapi. Na hakikisha kabla ya saa 1 kamili asubuhi au amefika hapa nyumbani. Mimi sitaki baba yake anapoamka akute hayupo ndani. Hata nichukulia mimi namlea vipi huyu mwanae? Sawa madam, mimi nimekuelewa. Auntie Kendra alikwenda chumbani kwake ambapo alijaribu kupiga simu mara kadhaa, lakini simu ya Mariana haikuwa inapatikana. Alijaribu pia kumpigia rafiki yake na Mariana. Mara ya kwanza simu iliita mpaka ikakata pasipo kupokelewa. Alipiga tena kwa mara ya pili ambapo haikuchukua muda mrefu, simu iliweza kupokelewa. Sauti ya uchovu kutoka usingizini upande wa pili mwa simu ilisikika kwa kusema, halo Auntie Kendra, shikamo. Marhaba Lucy, samahani kwa kukuamsha asubuhi. Nilikuwa nauliza kama rafiki yako Mariana yupo huko, maana nampigia simu lakini hapatikani. Mariana? Mbona aliondoka kwangu toka jana saa 1 usiku? Ina maana kwamba kurudi nyumbani? Ndio, hajarudi na mama yake ana hasira vibaya mno. Maana si unajua tena kama bado wiki 2 tu afunge ndoa na Simon Pega. Hapo Lucy alionekana kuwaza kidogo na ndipo akasema, oh, auntie, nimekumbuka. Unajua jana Mariana aliniambia kwamba kuna mbunifu mpya wa mavazi kampata na alitaka kubadili muonekano wa gauni lake la harusi. Huenda atakuwa alienda huko kaona muda umeenda sana akaamua kulala hotelini. Wewe huyo mbunifu unamjua? Kwa kweli auntie simjui. Ila ofisi zake ziko Kinyerezi mwisho karibu na kituo cha daladala. Sawa, ngoja basi nifuatie alafu kama ukimpata kwenye simu basi naomba unijulishe, sawa? Sawa Auntie Kendra. Naam, msikilizaji. Tukirudi upande wa akina Mariana, wao bado walikuwa wakiendelea na safari. Wakiwa wanaingia maeneo ya stendi ya mabasi Msamvu Morogoro, yule mfungwa alivuta boksi kubwa lililokuwa chini ya viti vya nyuma vya lile gari. Mariana alimtazama tu na kisha akamwambia, hamna chakula humo. Usifungue hilo box.
Yule mfungwa hakujibu chochote. Badala yake aliendelea kulifungua lile box, na baada ya kulifungua alikutana na gauni zuri la harusi ambalo lilionekana kuwa ni jipya kabisa. Uzuri wa gauni hilo uliashiria kwamba lilikuwa ni la gharama mno. Kuanzia muonekano wake pamoja na kitambaa kilichotumika kulitengeneza, uliashiria kwamba lilikuwa ni gauni la thamani mno. Kwa hiyo ni kweli unakwenda kuolewa, si ndio? Swali hilo lilimshangaza kidogo Mariana. Kwa jinsi yule mfungwa alivyokuwa ameuliza, ni kama vile anamjua kiundani zaidi Mariana. Umejuaje kama naenda kuolewa? Nani asiyejua hilo sasa Mariana? Wewe ni mtoto tajiri. Habari za ndoa yenu zimesambaa kila kona, mpaka gerezani pia zilifika. Lakini bado najiuliza kitu kimoja. Kitu gani? Ni kweli unataka hiyo ndoa? Kwa nini unaniuliza? Wewe nipe majibu. Ndio, nataka kuolewa. Lakini humpendi huyo jamaa anayetaka kukuoa. Nani kasema simpendi? Alafu kwanza wewe ni nani? Mbona kama vile unajua mambo yangu mengi mimi kuhusu mimi na familia yangu? Kuhusu mimi ni nani? Hilo sio la umuhimu kwa sababu halitokusaidia wewe kwa chochote kile. Kuhusu kukujua wewe, ni kweli na kujua vizuri tu. Tena kuna mambo mengine nayajua kuhusu familia yako hali ya kuwa wewe huyajui. Mambo gani hayo? Sio muhimu kwa sasa. Alafu kwanza nasikia njaa. Ukiona mgawa chakula simama kanunue chakula tule. Yule mfungwa alihitimisha maneno hayo kwa kufunga macho yake, ikiwa ni ishara ya kwamba hataki tena kuendelea kuongea na Mariana. Na kweli baada ya kama dakika 2 mbele, Mariana aliweza kuona mgahawa mdogo uliokuwa kando kando barabara kuu inayoelekea Mbeya kupitia hifadhi ya taifa Mikumi. Alisimamisha gari pembeni na kisha akasema, utakula nini nikuletee? Kama kuna supu ya ng'ombe na ndizi ya kukaanga, naomba niletee, lakini pia nunua chakula cha akiba. Tunaweza tukakosa mgawa njiani. Mariana alivuta pochi lake akatoa pale noti 10 za 10,000 na kisha huyo akaenda kwenye ule mgawa. Uzuri wa mgawa huu ulikuwa unatoa huduma masaa 24 kwa ajili ya wasafiri. Hivyo hata alivyoingia mule ndani ile saa 11 alfajiri, bado alikuta kuna vyakula vya kutosha tu. Aliweza kununua chakula alichokitaka yule mfungwa pamoja na yeye mwenyewe kujinunulia pale chakula chake. Alinunua pia mikate, maandazi pamoja na juisi na kisha karudi ndani ya gari. Aliweza kumpatia kile chakula yule mfungwa, ambapo hakupoteza muda pale pale. Alianza kula kutokana na njaa kali aliyokuwa nayo. Baada ya Mariana kumaliza kula, safari iliendelea. Kwa nini baba yako anataka uolewe na Simon Pega? Aliuliza yule mfungwa. Swali hili lilimfanya Mariana ahisi ya kwamba yule mfungwa anajua mambo mengi kuhusu maisha yake binafsi. Kwa sababu nina mahusiano naye kwa muda mrefu tu. Mahusiano gani Mariana? Sikia, namjua vizuri sana Simon Pega, pamoja na wewe mwenyewe nakujua vizuri. Najua kwamba nyinyi sio wapenzi. Sasa kwa nini unataka kufunga ndoa na mtu kisa tu mali? Wewe umetolea wapi hizo habari? Kwanza wewe ni nani? Nimeshakwambia kujua mimi ni nani haitokusaidia chochote kile kwenye maisha yako. Basi nijue hata jina lako. Wanakuita nani? Naitwa Cedric. Oh. Sasa kwa nini umefanya mauaji na bado unataka kuelekea kuwa? Kwa sababu niliwaua walistahili kifo, na naotaka kwenda kuwaua pia wanastahili kifo. Samahani, hivi wewe uone kama unakosea? Kukosea kitu gani? Kuwa mtu ni kosa kisheria, na isitoshe pia ni dhambi kwa Mwenyezi Mungu. Vipi kuhusu wewe ambaye unataka kufunga ndoa na mwanaume usiyempenda? Uone kama ni dhambi hiyo? Au haujui kama ndoa ni sehemu ya ibada kwa Mungu? Lakini bora mimi huenda nikampenda huko mbeleni, kwa sababu mapenzi hayanaga muda maalum, huja tu yenyewe. Hata mimi niliwahi kuyasema hayo maneno Mariana, lakini mwisho wa siku nimeshakuwa muuaji na nitaendelea kuua mpaka nitimize azma yangu. Ina maana kwamba mauaji yote uliyofanya na unayotarajia kuyafanya sababu ni mapenzi, si ndio? Hapana,
Sababu kuu sio mapenzi, lakini kwa namna moja ama nyingine yamesababisha pia niwe muuaji. Kwani usingeenda kutoa taarifa polisi ili hao walokukosea wakamatwe? Unadhani sikufanya hivyo Mariana? Sijui. Hivyo nilifanya, lakini bado sikupata haki yangu. Kwa sasa haki pekee nilionayo kwenye mkono wangu ni kuwaua tu wabaya wangu wote. Huoni kama kufanya hivyo utaishia gerezani? Niishie mara ngapi? Lakini bado nafasi ya kusafisha jina lako unayo. Huo muda sina tena. Safari yao iliendelea. Walipita hifadhi ya Mikumi na hatimaye wakaingia Iringa. Wakati huo tayari mchana wa saa 8 ulikuwa umeshafika. Ina maana mama Mariana, siku hizi tunafichana mambo, si ndio? Yale mtoto toka jana usiku hayuko nyumbani, hajalala nyumbani, na wewe umekaa kimya. Ina maana kama nisingeenda mimi mwenyewe chumbani kwake kumuona, nisingejua kabisa kama hayuko nyumbani, si ndio? Alifoka mzee Kiwile, na hii ilikuwa ni mara baada ya kujua kwamba binti yake Mariana hayuko nyumbani. Mume wangu, usinifikirie hivyo. Kwa nini nikufiche sasa jambo kama hili? Mariana ni binti yako. Una haki ya kujua kila kitu kumhusu. Sasa kama unalijua hilo, kwa nini sijafahamishwa chochote toka jana ya kwamba Mariana hajalala ndani? Au nikuulize kitu, unaweza kuniambia yuko wapi kwa sasa? Mume wangu, kusema ule kweli sijui. Nilidhani naweza nikampata mimi mwenyewe bila kukusumbua, lakini usijali, atarudi tu. Mzee Kiwile alipiga chini mkongoja wake wa dhahabu na kisha akasema, Chet, kwa kuwa hujataka kunishirikisha, ni wazi ya kwamba unatambua ni kitu gani ambacho binti yako anakifanya. Sasa nisikilize kwa makini. Mimi natoka, nikirudi jioni nataka nimkute Mariana hapa ndani. Natumai tumeelewana kwenye hilo. Wakati huo msikilizaji, Mariana na yule mfungwa aliyejulikana kwa jina la Cendric tayari walikuwa kwenye viunga vya Iringa. Hebu simamisha gari hapo mbele kwenye maduka ya nguo, kisha nenda kanunulie nguo za kuvaa. Siwezi kwenda South Africa na hizo nguo za sare za wafungwa. Sasa mimi sijui size yako. Wewe unataka nikubadilikie sasa hivi, si ndio? Hapana, fanya nilichokuambia. Baada Mariana kupaki gari, kweli alikwenda kwenye lile duka. Aliweza kununua pale suruari 2 za jeans pamoja na mashati. Alinunua pale na viatu na kisha karudi ndani ya gari. Sasa je, kumbe unajua kununua tena nguo size yangu kabisa? Aliongea Cendric huko tayari akiwa kaanza kuzivaa zile nguo pale pale, huko Mariana akiwa anamwangalia tu. Ina maana unavaa hizo nguo mbele yangu? Nikavalia wapi sasa? Watanishuke ndani ya gari watu wanione nikiona hizo sare za wafungwa, si ndio? Okay, sawa. Ngoja basi mimi nikupishe. Ukimaliza kuvaa utaniambia niingie kwenye gari. Mariana alishuka kwenye gari, na wakati huo tayari Cendric alikuwa kabaki na nguo ya ndani tu. Mwili wake ulikuwa umejengeka vizuri kwa mazoezi, ulimfanya awe ni mwanaume mwenye mvuto sana kumtazama. Ingawa Mariana alishuka kutoka ndani ya gari, lakini bado moyoni mwake alitamani aendelee kumtazama Cendric jinsi alivyokuwa na mwili mzuri wa kuvutia. Kila sehemu ya kiungo chake ilikuwa imejaa vyema kama mwanaume rijali mwenye afya kamili. Wewe, ingia kwenye gari tuondoke, aliongea Cendric, na hii ni mara baada ya kuwa kamaliza kuvaa. Mariana alipotia tena mguu ndani ya gari lake. Kwanza alibaki mdomo wazi kwa sekunde kadhaa. Hujua hakuamini macho yake ya kuwa mwanaume anayemwona ndio huyo aliyekuwa na sare za mfungwa muda mfupi uliopita. Cendric alikuwa kabadilika mno. Nguo alizozivaa zilimfanya onekane ni mwanaume mwenye mvuto vibaya mno. Ilibidi amuulize, wewe vipi, mbona unanishangaa hivyo? Nimekuaje kwani? Sio kitu. Una uhakika? Ndio. Tuendelee na safari. Mariana aliwasha gari. Safari ikaendelea. Wakiwa kwa njiani, Cendric alitoa simu ya Mariana na kisha kaiwasha. Baada ya kuiwasha alimtazama Mariana na kisha akamwambia, sikiliza, nyumbani kwenu watakuwa na hofu juu yako. Namjua vizuri sana mama yako, muda huu tayari atakuwa na wasiwasi ya kuweza kutaka kujua mahali ulipo. Sasa mpigie simu, mwambie asiwe na wasiwasi, asiwe na hofu, utarudi tu nyumbani.
baada ya siku kadhaa. Shika simu yako hii hapa. Sasa ole wako ongea tofauti na niliyosema hapa. Mariana kweli alishika simu. Alimpigia mama yake simu na kweli hazikupita sekunde nyingi simu ilipokelewa. We Mariana wewe upo wapi wa mtoto? Kwa nini unatufanyia hivi lakini? Madam Flora mara baada ya kuwa amepokea ile simu ya binti yake Mariana, alimfokea kweli kweli. Maskini ya Mungu, Mariana alitamani kumwambia mama yake ukweli lakini alisita kwa kofia huenda yule jamaa kamdhuru yeye au kuidhuru familia yake. Ilibidi tu amdanganye mama yake kwamba yuko mahali na marafiki zake na atarudi nyumbani baada ya siku kadhaa. Mama yake alimsisitiza ya kwamba arudi siku hiyo hiyo kwa sababu baba yake alikuwa na hasira mno. Cedric alipoona Mariana anashindwa kuendelea kuvumilia kuongea na mama yake, aliamua kuikwapo ile simu na kisha kaizima pale pale. Sasa inatosha. Tayari wazazi wako wanajua kwamba uko salama. Tuendelee na safari. Sikia we kaka. Mimi naitwa Cedric. Sawa Cedric, sikia. Kama ni gari mimi nakuachia. Naomba uniache mimi nirudi zangu nyumbani, wewe nenda. Hapana. Bado nakuhitaji wewe na gari lako. Tunaenda wote Petrolia. Tukishafika huko basi utakuwa huru kuendelea na maisha yako. Nadhani tumeelewana. Lakini wewe usinikere. Washa gari tuondoke. Mariana alikuwa amepaki gari pembeni ili aweze kuongea na mama yake. Sasa ilibidi awashe gari na kisha safari ikaendelea. Wakiwa umbali wa takriban kilomita 20 kufika kwenye mpaka wa Tanzania na Zambia, ghafla pikipiki mbili za polisi wa usalama barabarani zilionekana kuwafikia kwa nyuma. Kitendo ambacho kilimkera sana kijana Cedric, kwani aliamini ya kwamba Mariana alikuwa kamzunguka kwa kutoa taarifa polisi bila kujua. Alimkata Mariana jicho kali mno la hasira na kisha akamwambia, umeamua kuniuza kwa polisi, si ndio? Sasa ungoje uone nini kitakachokuta wazazi wako. Hofu ilizidi kutanda kwa Mariana. Akiwa anaendesha gari alimtazama Cedric na kisha kwa upole akamwambia Cedric, usiwadhuru wazazi wangu. Mimi sijawaita polisi. Sasa kama hujawaita mbona unatufuata nyuma? Kabla Mariana hajasema chochote tayari wale polisi walikuwa wameshafika ambapo walitaka sasa walisimamisha lile gari lao. Mariana hakuwa na namna nyingine zaidi ya kupaki gari pembeni, lakini cha kushangaza Cedric hakuonekana kabisa kuogopa wale polisi. Alimtazama Mariana na kisha akasema, baba yako anajifanya mjanja sana. Sasa ngoja nitamuonesha kwamba mimi ni nani. Kauli hiyo ilimchanganya sana Mariana. Unajua hakuelewa ni kwa nini Cedric anayesema hayo. Akiona waza hilo, wale askari tayari walikuwa wamefika kwenye gari lao. Walifungua pale milango ya nyuma na kisha wakaingia ndani ya lile gari. Baada ya kuingia tu, mmoja kati yao aliongea huku akionekana kuwa na wasiwasi kidogo kwa kusema, boss, kila kitu kimeharibika. Mr. Kiwile amekataa kufanya ulivyotaka. Naam, msikilizaji, kama ni mawazo na mshangao, basi safari hii vilizidi kwa mrembo Mariana, na kilichomshangaza zaidi ni kwa nini wale polisi wamtambue Cedric kama bosi wao, hali ya kuwa Cedric ni mfungwa aliyetoroka gerezani. Kwa hiyo tunafanyaje boss? Aliuliza yule askari mwingine. Cedric alivuta pumzi na kisha akasema, kwa kuwa Mr. Kiwile anajifanya mjanja, basi acha tumpe fundisho. Msikilizaji, uvumilivu wa kukaa kimya ulimshinda mwanadada Mariana. Kwa ujasiri wa ajabu aliamua kuhoji huku akionekana kujiamini kuliko kawaida kwamba, kwani nyinyi ni akina nani? Na mnataka nini kwa babangu? Cedric alimkata jicho la hasira Mariana, lakini bado hiyo haikuwa sababu ya kumfanya Mariana aogope. Ndio kwanza binti huyo alimsogelea Cedric kwa karibu zaidi na kisha akamwambia, fanya ufanyavyo, lakini usije ukathubutu kuidhuru familia yangu kwa chochote kile. Hivyo mwanamke, unaelewa unaongea na nani hapa? Kwani wewe ni nani? Unadhani kutoroka kwako gerezani ndio kutanifanya nikuogope? Sikiliza, unaweza kuniua mimi lakini sio kuidhuru familia yangu. Kaa mbali na babangu. Laiti kama ungejua babako ni nani, basi usingepata huo thubutu kuongea hivi mbele yangu. Namjua vizuri babangu. Wewe ni mhalifu tu kama wahalifu wengine. Hata hawa watu hapa sio polisi. Polisi wa kweli hawawezi kushirikiana na mhalifu kama wewe. Mpaka hapo Cedric hakusema chochote. Badala yake alimkamata nywele Mariana na kisha akambana mikono, kitendo kilichomfanya Mariana hisi maumivu kidogo. Na baada ya hapo alimwachia na kisha aliwapa ishara wale askari walioonekana kuwa ni vijana wake wa kazi.
Askari mmoja alitoa sindano usingizi, alimchoma Mariana. Haukupita muda mrefu Mariana alilala 444. Boss, ina maana huyu binti ni mtoto wa Mr. Kiwile? Kwa nini tusimue kulipiza kisasi chetu boss? Aliongea askari mmoja. Cendric akasema hapana, hatutamuua huyu binti. Mr. Kiwile anampenda sana binti yake. Tutamtumia Mariana kama silaha ya kuweza kumwangamiza baba yake. Nataka Mr. Kiwile ateseke sana mpaka ifikie hatua yeye mwenyewe aombe kuuliwa. Kwa hiyo boss, mpango ni upi kwa sasa? Ongea na meneja Wizo. Mwambie aniandalie ndege, nataka kurudi kwanza nyumbani kwangu Pretoria. Nikishafika huko nitajua nini cha kufanya. Sawa boss. Siku iliyofuata majira ya asubuhi, mwanga wa jua uliingia ndani kupitia pazia nene la hariri. Mrembo Mariana akiwa bado kwenye usingizi wa nusu alipapasa godoro laini alilokuwa amelalia. Taratibu macho yake yalifumbuka na aliposhtuka alijikuta yupo kwenye mandhari isiyokuwa ya kawaida. Alikuwa ndani ya jumba la kifahari, jumba lililojengwa kwa ufundi wa hali ya juu na lenye hadhi ya kifalme. Kuta za jumba hilo zilifunikwa kwa maandiko ya dhahabu na sanaa za kisasa. Dari lilipinda juu kwa mapambo ya kioo kilichokuwa kimechongwa kwa mikono, likiangazia mwangaza wa asili ulioingia kwa miale kupendeza. Aliinuka kwa taratibu kutoka kwenye kitanda kikubwa chenye mashuka meupe yaliyopambwa kwa hariri. Sakafu chini ya miguu yake ilikuwa ni marumaru laini kabisa, kiubaridi na kung'aa, iliyoakisi mwangaza wa taa kubwa za kifahari zilizoning'inia juu kama vitu vya thamani. Kwa mshangao na furaha isiyoeleweka, Mariana alianza kuzunguka kila kona aloangalia. Ilikuwa na hadithi tofauti. Sebule yenye viti vya ngozi laini vya kifahari sambamba na bustani ya ndani iliyojaa mimea safi na harufu ya maua, vyote kwa pamoja vilimfanya Mariana baki mdomo wazi, huku akijiuliza akilini mwake ya kuwa pale ni wapi na amefikaje. Akiwa bado anashangaa, kwa mbali aliweza kuwaona wafanyakazi wa jumba hilo waliokuwa wamevalia nadhifu kana kwamba ni wahudumu kutoka hoteli yenye hadhi ya kimataifa. Kila mfanyakazi alionekana kuwa na tabasamu la kirafiki, tayari kabisa kuweza kuhudumu kwa heshima na uweledi wa hali ya juu. Ilikuwa ni kama hoteli ya kifahari hivi, lakini zaidi ya hapo alihisi kama yuko ndani ya kasri la kifalme. Alitembea hadi dirishani, alipishana na mapazia marefu, macho yake yalikutana na uzuri wa nje. Jumba hilo lilizungukwa na bustani kubwa zilizopambwa kwa mtindo wa Kifaransa, barabara za mawe yaliyokuwa yamepangwa maridadi kabisa, chemichemi zilizopiga kelele za maji safi na miti mirefu iliyokuwa imepangwa kwa mpangilio wa kupendeza. Kwa mbali aliona bwawa la kuogelea linalong'aa chini ya jua lenye viti vya kupumzikia vilivyokuwa vimepambwa kwa mito kabisa. Vilimfanya Mariana jihisi kana kwamba alikuwa ameingia katika hadithi ya kifalme. Akiwa bado amesimama, Mariana alitupa macho pembeni na ndipo alipomwona mbaya wake ambaye si mwingine bali ni kijana Cendric. Kwa mwendo wa haraka alimfuata na kisha akamuuliza kwamba hapa niko wapi? Na kwa nini tuko hapa Cendric? Kwanza gari langu liko wapi? Cendric alishusha pumzi, kisha kwa sauti ya chini lakini yenye mkazo wa kiume alimwambia hapa ni nyumbani kwangu, Afrika Kusini. Na kuhusu gari lako nimeliacha kwenye ofisi za mkuu wa wilaya Ilala. Kwa mpaka muda huu wazazi wako watakuwa wameshalipata. Mariana alishangaa. Kwanza alifuata dirisha moja kubwa akatazama mandhari ya nje. Tena mpaka hapo aliamini ni kweli. Hakuwa katika tena ardhi ya nyumbani Tanzania, bali alikuwa nchini Afrika Kusini. Alimtazama Cendric kwa hasira kali na kisha akamwambia, "Kwa nini unanifanyia yote haya?" "Unataka kujua kwa nini nakufanyia hivi, si ndio? Una uhakika utaweza kuvumilia kile nitakachoweza kukuonesha Mariana?" "Ndio. Nionyeshe nijue. Kwa nini unanifanyia yote haya?" "Okay, sawa. Nifuate." Cendric alianza pale kupiga hatua kutoka ndani ya jumba hilo huku Mariana akimfuata kwa nyuma. Kila alipopita walinzi pamoja na wafanyakazi wa jumba hilo walikuwa wakimpa heshima Mariana, kitu ambacho kilimshangaza sana Mariana, kwani hakutegemea kama ipo siku anaweza kapewa heshima kama hiyo. Hata hivyo, kwa upande wake alielewa ya kwamba heshima ile ilikuwa ni kwa sababu tu ya umafia wa kijana Cendric ambaye mpaka muda huo bado alikuwa hamuelewi vizuri ni nani na anataka nini kwenye familia yao. Basi waliingia kwenye gari moja la kifahari aina Rolls Royce, kisha safari ilianza. Njiani hakuna aliyemsemesha mwenzie.
Mariana alionekana kuwa na hasira sana kuliko kawaida. Baada ya mwendo wa dakika kadhaa, safari yao ilikwenda kuishia nje ya jengo la hospitali binafsi ya Netcare Petroria East Hospital, na wakati huo Mariana alikuwa anawaza tu akilini mwake kwa nini Cedric kamleta pale hospitali. Baada ya kushuka kutoka kwenye gari, Cedric alianza kupiga hatua kuingia ndani ya ile hospitali. Mariana naye alianza kumfuata kwa nyuma kwa lengo la kutaka kujua kwa nini Cedric anamshikilia kinguvu. Walipoingia ndani ya jengo hilo la hospitali, walipanda lift mpaka ghorofa ya 5 ambapo aliingia kwenye ward ya private ambayo kwa nje ilikuwa ikilindwa na walinzi wa kijana Cedric. Cha kushangaza, baada ya kuingia ndani ya ward hiyo, ndani hakukuonekana kama ni ward ya wagonjwa, badala yake kilionekana kama ni chumba cha studio ya picha. Ndani ya chumba hicho kulikuwa kuna picha nyingi za watu tofauti tofauti zilizokuwa zimebandikwa ukutani. Kulikuwa kuna giza hafifu lenye mwangaza wa manjano. Ukuta wa chumba hicho ulikuwa umefunikwa na picha za zamani za karatasi zilizokuwa zimechakaa. Kulikuwa kuna giza hafifu lenye mwangaza wa manjano. Ukuta wa chumba hicho ulikuwa umefunikwa na picha za zamani zilizokuwa zimejaa. Lakini pia kulikuwa kuna kemikali za kizamani, kulikuwa kuna beseni kubwa la kuoshea picha ikiwa ni mtindo wa kizamani wa kusafisha picha. Yaani kifupi kila kitu kilichokuwa ndani humo kilikuwa ni cha kale ambacho kwa teknolojia sasa hakikuwa kina nafasi tena. Mariana, unajua, kwanza alipumua kwa mshangao. Akazungusha macho yake taratibu. Sakafu ya mbao iliyokuwa imepinda kwa muda ililia chini ya miguu yake, tofauti kabisa na sakafu laini ya tiles ya hospitali hiyo. So, ndo nini sasa hiki? Ina maana umenileta hapa kuona picha za watu ambao hata siwafahamu, si ndio? Cedric alimsogelea na kisha akamwambia kwa sauti ya chini, umetaka kujua kwa nini nakushikilia kwa nguvu. Sasa unapaswa kutambua kwamba hii ndio sababu inayonifanya nifanye yote haya kwako. Mariana alisogelea kamera moja kubwa ya kizamani iliyokuwa ipo karibu yake na kisha akamwambia, bado sikuelewi. Yaani kwa nini umenileta hapa? Sasa hizi picha na hizi kamera za kizamani zinahusiana kitu gani na mimi? Cedric alimtazama Mariana kwa sekunde kadhaa na kisha alianza kuongea kwa kumwambia, imepita miaka 20 sasa. Takia babangu aiage dunia katika ulimwengu. Hiki chumba unachokiona ndio ilikuwa ofisi ya babangu enzi za uhai wake. Babangu alikuwa ni mwandishi wa habari hodari sana. Na siku zote katika maisha yake aliamini kwenye kufanya kazi kwa bidii na juhudi. Hakuna hata siku moja ambayo alikwenda kinyume na matakwa yake ya kazi. Siku zote alikuwa ni mwadilifu katika kazi yake. Lakini baba yako aliona hilo ni kikwazo kwake. Najua itakuwa ni ngumu kwako kuamini, lakini ukweli ni kwamba baba yako sio mtu mwema hata kidogo. Babako anafanya biashara haramu ya kuuza viungo vya binadamu. Kupitia biashara hiyo amejipatia utajiri mkubwa sana. Leo hii unaishi maisha ya kifahari bila kujua ni wapi ambapo baba yako kapata utajiri alionao leo hii. Babangu aliligundua hilo kuhusu baba yako, na alipotaka kuhabarisha umma kuhusu baba yako aliamua kumtumia watu waliokuja kumsababishia mauaji makali sana babangu. Watu wa baba yako walimpiga sana babangu, kitu kilichopelekea kulazwa hospitali kwa miaka 7 mfululizo. Alipigania uhai kwa miaka yote hiyo 7 wakati yuko hospitalini. Lakini babangu alikosa kauli, na kadiri siku zilivyozidi kwenda ndivyo alivyozidi kudhoofika kiafya, na hatimaye babangu alifariki dunia kwenye mikono yangu huku nikiwa namtazama. Nimekuwa nikiishi kwa maumivu hayo kwa miaka mingi sana. Babangu hakuwahi kuona mafanikio yangu. Babangu kafa huku niko mdogo sana. Sasa natumai umeelewa kwa nini nafanya yote haya kwa sasa. Hapo kwanza Mariana alishusha pumzi, alimtazama Cedric kisha akasema, sikiliza wewe nikwambie. Kimsingi sikuelewi unaongelea nini hapa. Ninachokijua mimi, babangu ni mtu mwema sana. Amekuwa mfano bora kwa jamii kwa kujitolea kufanya miradi mbalimbali ya kimaendeleo. Sasa unapata wapi uthubutu wa kusema kwamba babangu ni mtu mbaya? Kwa hiyo wewe mwanamke, pamoja na kukuleta hapa, bado hutaki kuniamini, si ndio? Bwana we, kwanza nipe gari langu na kisha nirudishe nyumbani kabla matatizo yajaanza kukukuta. Babangu ni mtu mkubwa sana, na kama kigundue kwamba wewe ndio umenikamata, jua tu ya kwamba utakuwa kwenye wakati mgumu sana.
Hivi unadhani mimi namuogopa babako? Ndio namuogopa. Kama ungekuwa umogopi basi ungemfuata wewe mwenyewe. Lakini mbona umeniteka mimi? Unajua binti ni mjinga sana. Hivi nikuulize swali, kwa akili yako nadhani kwamba wazazi wako hawajui uko wapi? Kwa taarifa yako babako anajua kila kitu. Na ndio maana mpaka sasa hivi yuko kimya, kwa sababu anajua mimi kukua wewe ni swala la dakika 0 tu. Sasa usinifanye nikakua. Naam. Kauli hiyo ni kama vile ilibua upya hasira ya Mariana. Kwa wakati huu ni kama tayari alikuwa ameshakata tamaa ya kuendelea kuishi chini ya miliki ya Cendric. Pale alimvamia Cendric kwa kumpiga na kipande cha chuma cha kavu kilichokuwa mwili ndani. Lilikuwa ni tukio la ghafla mno, ambapo hata Cendric mwenyewe hakutegemea kama Mariana anaweza kufanya lile tukio. Cendric alianguka chini mzima, huku damu zikianza kumvuja kichwani mithili ya bomba la mvua bafuni. Hazikupita hata dakika nyingi, Cendric alipoteza fahamu. Kwa hofu aliyokuwa nayo Mariana, moja kwa moja alidhani ya kwamba Cendric atakuwa amekufa. Hakuwa tayari kukamatwa kwa kosa la mauaji, hivyo wazo pekee lilomjia akilini mwake ni kukimbia tu. Taratibu alijaribu kufungua mlango wa kile chumba ambacho kwa nje kilikuwa kinaonekana kama ni wodi ya wagonjwa. Kwa bahati mbaya, nje chumba hicho walinzi watatu wa Cendric walikuwa wamejipanga kuhakikisha kwamba hakuna mtu mwingine mule ndani anayeweza kuingia wala kutoka. Mariana alizidi kuogopa, kwani hakujua ataweza vipi kuwapita wale walinzi wa Cendric bila kumkamata yeye. Aliamua kurudi tena kule ndani, huku safari hii hofu ikionekana kuwa ni kubwa zaidi kwake. Alianza kutafuta namna ya kutoka mule ndani pasipo kukamatwa na wale walinzi. Alikagua kila mahali, lakini wapi? Bado hakuona njia kutokea, kwani chumba hicho hakikuwa hata na dirisha, na wakati huo tayari damu nyingi zilianza kutoka kwa kijana Cendric ilikuwa inazidi kusambaa sakafuni. Damu hiyo nzito ilianza kuufuata uelekeo wa mlango. Hali hiyo ilimwogopesha zaidi Mariana, kwani alijua ikiwa damu hiyo itatoka nje na kuonekana kwa wale walinzi na wakaweza kuiona, itakuwa ni balaa kwake. Haraka sana ilibidi sasa aanze kuifuta kwa kutumia baadhi ya matambala yaliyokuwa mle ndani. Akiwa anafanya juhudi za kufuta damu hiyo, ghafla ule mlango ulianza kugongwa kwa nje, kuashiria kwamba kuna mtu kwa nje alikuwa anataka kuingia ndani. Macho yalimtoka Mariana. Sasa alijua hatima yake kwenda kuozea gerezani kwa kesi ya mauaji inafuata. Haraka sana alisimama na kisha akasogea pale mlangoni. Alisogea mlangoni tayari kwa kujihami na yeyote atakayeingia mle ndani. Boss. Kuna simu yako huko boss. Sauti kutoka kwa mmoja wa walinzi wa Cendric ilisikika kutokea nje ya mlango. Mariana alizidi kuogopa, kwani alijua ikiwa tu yule mlinzi ataingia kwa kuleta ile simu ya bosi wake, basi mwisho wake utakuwa umefika. Aliamua kujipa ujasiri ili kunusuru maisha yake. Alifungua ile mlango taratibu na kisha kwa sauti ya kujiamini akasema, "Nipe hapa hiyo simu." Mlinzi alikuwa kashika ile simu. Kwanza alitazamana na mwenzake, kwa maana ya kwamba haikuwa kawaida kwa bosi wao kuruhusu simu yake ipokelewe na mtu mwingine, hasa mwanamke. Mnashangaa nini? Nimesema nipe hapa hiyo simu, au utaki nikamwambie bosi wako kwamba utaki kunipa hiyo simu? Madam, bosi huwa hataki simu yake ipokelewe na mtu mwingine zaidi yake. Kwa hiyo unapingana na maamuzi ya bosi wako, si ndio? Hivi unajua mimi ni nani kwa bosi wako? Anyway, ngoja nimwambie kwamba umegoma kunipa hiyo simu. Mariana aliongea kishujaa sana, kitendo ambacho kiliwafanya hata wale walinzi waogope kiasi cha kuvunja sasa masharti ambayo bosi wao alikuwa amewapatia. Waliamua kumpatia ile simu na kisha Mariana akarudi nayo mule ndani. Alipotazama ile simu aliona mpigaji alikuwa kaseviwa kwa jina la Martha. Hii ilikuwa na maana ya kwamba huenda mpigaji wa ile simu alikuwa ni mama mzazi wa Cendric. Mariana hakutaka kupokea ile simu, badala yake aliamua kuizima kabisa na kisha alianza pale kuwaza afanye kitu gani ili aweze kutoka pale pasipo kushtukiwa na wale walinzi. Baada ya kuwaza kwa dakika kadhaa, Mariana alipata wazo, ilibidi atoke nje sasa. Japokuwa hakuwa na uhakika kama wazo lake hilo litaweza kufanikiwa. Mariana kama kutoka nje kwa wale walinzi na kisha akasema, "Sikieni nyie." Cendric akasema, "Mrudi nyumbani. Hamna tena haja kuendelea kulinda hapa." Walinzi kwanza walitazamana kwa sekunde kadhaa. Ni wazi ya kwamba walikuwa wanajaribu kutafakari ile kauli ya Mariana, mwanamke anaonekana kuwa na mamlaka kwao. "Bado mnasubiri nini kwani?" aliongea tena Mariana, na safari yake inaonekana kuwa ni mkali zaidi. Wale walinzi hawakuwa na namna zaidi ya kufanya vile Mariana alivyosema, huku akiamini ya kwamba ile amri imetoka kwa bosi wao ambaye ni Cendric. Baada ya wao kuondoka tu, Mariana kupoteza muda, na alitoka mule ndani huku mkononi akiwa na simu ya Cendric.
Kwa mwendo wa haraka na wenye umakini mwingi, alikuwa anatembea huku akitazama huku na kule kuona kama wale walinzi wa Cendric bado wapo au la. Aliendelea mdogo mdogo mpaka alipoona lift. Aliingia kwenye lift na kisha alianza kushuka chini, kwa maana ya kwamba kile chumba kilikuwa ni cha ghorofa ya 3. Alipofika chini, moja kwa moja alitoka nje ya jengo hilo la hospitali. Kwa kuwa hospitali hiyo ilikuwa kando ya barabara kuu ya magari, aliweza kuona kituo cha mabasi ya mwendo kasi. Hivyo haraka sana aliamua kuelekea huko. Kituo hicho kilikuwa mbali, hivyo ilimchukua kama dakika chache tu kuweza kufika. Kwa kuwa hakuwa hata na senti na isitoshe kadi yake ya benki pamoja na simu yake vilikuwa kwa Cendric, aliamua kutafuta benki iliyokuwa karibu na kile kituo cha mabasi. Uzuri ni kwamba karibu na kituo hiko kulikuwa kuna matawi kadhaa ya benki za kimataifa. Hivyo aliamua kwenda kwenye benki ambayo baba yake alikuwa kanunua hisa kwa upande wa Tanzania. Alipofika alijitambulisha na akaomba kuonana na meneja benki hiyo. Haikuwa shida kwake kuonana na meneja benki hiyo kwa sababu baba yake alikuwa ni miongoni mwa wawekezaji wakubwa ndani ya hiyo benki. Kizuri zaidi ni kwamba meneja benki hiyo alikuwa ni Mtanzania na ni rafiki mkubwa mno wa baba yake. Mariana, karibu sana binti yangu. Nilivyoondoka Tanzania ulikuwa bado binti mdogo, lakini sasa hatimaye umekuwa binti mkubwa mno, aliongea meneja huyo aliyejulikana kwa jina la Mr. Haule. Mariana hakutaka kupoteza muda, ilibidi amueleze kila kitu yule meneja ili mradi apate msaada wa kurudi nyumbani Tanzania. Pole sana binti yangu. Kwa hiyo unahisi huyo jamaa atakuwa amekufa? Kwa kweli hata sielewi, ila kwa namna nilivyomwacha kuna uwezekano mkubwa akawa amefariki. Sawa, sasa wewe usiwe na hofu binti yangu. Wewe ni kama binti yangu tu, kwa kuwa huyo jamaa ni mhalifu na isitoshe alikuwa amekuteka. Hata kama atakuwa amekufa bado haiwezi kuwa mbaya sana kwako, kwa sababu ulichokifanya wewe ni kujisaidia kutoka kwenye mikono yake. Baba yako yuko njiani anakuja huku kikazi, kwa hiyo utaweza kuondoka naye. Kwa sasa nitamwambia kijana wangu mmoja kupeleke nyumbani kwangu. Kweli Mr. Haule alimuita sekretari wake na kisha alimwamuru amwambie dereva mmoja wa benki ampeleke Mariana nyumbani kwake. Baada ya Mariana kutoka tu pale benki, Mr. Haule alishika simu yake na kisha akampigia Mr. Kiwile. Simu ilipokelewa, Mr. Haule akaanza kusema, boss, mashaka yako yalikuwa sahihi. Ni kweli ule mpuzi alikuwa kamteka binti yako, lakini na habari njema, Mariana kafanikiwa kutoroka kwake. Hivi ninavyokuambia nimeagiza apelekwe nyumbani kwangu. Mr. Haule, kwanza umefanya jambo jema sana. Sasa ni muda wa kumuondoa duniani ule mpuzi. Andaa vijana wako, tutafanya kama kile tulichokifanya kwa baba yake. Hakuna shaka kuhusu hilo boss, kwa sababu tayari Mariana katurahisishia kazi. Una maana gani kusema hivyo? Mariana wakati anajaribu kutoroka alimjeruhi kwa kumpia na kipande cha chuma kichwani. Kwa hiyo mpaka sasa bado haijulikani kama amekufa au la. Kweli mtoto wa nyoka naye ni nyoka tu. Basi tuma vijana wako wafuatilie kama amekufa au la, lakini pia hakikisha Mariana hawasiliani na mke wangu nyumbani, kwa maana kwamba sitaki mama yake ajue kuhusu hili jambo. Sawa bosi, hakuna shaka kuhusu hilo. Naam, msikilizaji, wakati huo tayari Mariana alikuwa amefikishwa nyumbani kwa Mr. Haule, na jambo la kwanza kufanya mara baada ya kufikishwa, aliomba kupatiwa simu ili aweze kuzungumza na mama yake. Isivyo bahati kwake, wafanyakazi wa ndani wa Mr. Haule walimweleza kwamba bosi wao amesema wasimpe simu ili isije kujulikana yeye yuko wapi mpaka pale watakapojua kama Cendric amekufa au bado ni mzima. Akiwa katulia kwenye chumba alichokuwa amepewa pale ndani, akilini mwake alikuwa na mawazo mengi sana binti huyo. Huyu Cendric ni nani hasa? Kwanza amewezaje kuja South Africa hali ya kuwa yeye ni mfungwa aliyetoka gerezani? Aliweza vipi kuvuka boda ikiwa ni mfungwa aliyetoroka? Alafu kwanza mbona anaonekana kuwa ana maisha kifahari sana huko South Africa? Hizi pesa za kuishi kifahari kazipata wapi? Aliwaza mno Mariana, lakini hata hivyo bado hakupata majibu ya maswali yake kwa wakati huo. Mwendo wa masaa 3 mbele, ikiwa tayari imefika majira saa 9 alasiri kwa saa za Afrika ya Kusini, babake na Mariana, yani Mr. Kiwile, alifika pale nyumbani kwa meneja Haule. Mariana mara baada ya kumwona babake alifurahi sana. Kwanza alimkumbatia kwa hisia kali sana, huku akiwa anamwambia, baba, niliogopa sana. Yule mtu ni nani baba? Mr. Kiwile
Kwanza ilibidi amtulize binti yake kwa kumtoa hofu aliyokuwa nayo, na kisha akamwambia, Mariana, binti yangu, unajua kabisa kwamba mimi baba yako ni mtu maarufu sana, lakini pia tumebarikiwa kuwa na maisha mazuri. Hii inatufanya tuwe na maadui wengi, kwa sababu hulka ya mwanadamu siku zote huwa hapendi kuona mwenzake anafanikiwa hali ya kuwa yeye hana maendeleo yoyote. Kwa hiyo hilo lisikuumize kichwa binti yangu, mimi nitalifanyia kazi. Mariana alimkumbatia tena baba yake na kisha akasema, baba, nataka kurudi nyumbani. Usijali binti yangu, tutarudi wote nikishamaliza kuhudhuria mkutano wa kibiashara siku ya kesho. Wakiwa wanaendelea kuongea, ghafla kwa nje ya jumba hilo sauti za milio ya risasi zilisikika. Haraka sana Mr. Kiwile alitaka kuweza kumficha binti yake, lakini kabla hajafanya hivyo tayari walinzi wa Cedric walikuwa wakiongozwa na Cedric yeye mwenyewe aliyekuwa kafungwa bandage sehemu kubwa ya kichwa kutokana na kile chuma alichokuwa amepigwa na Mariana. Waliingia huku wakiwa na bastola zao mikononi. Mr. Kiwile alimkingia binti yake kwa kusimama mbele yake huku akiwa anasema ya kwamba, nyie ni akina nani na mnataka nini hapo? Cedric aliyekuwa kachafuka roho kwa sababu mbili. Kwanza, baba yake kuuliwa na watu wa Mr. Kiwile, lakini pia binti yake Mariana kamjeruhi vibaya mno, alimanusura muue na yeye. Aliwatazama kwa macho makali tena yenye hasira ndani yake, na kisha akasema kwamba, hivi ninyi ni watu ambao mnataka niwe muuaji, si ndo manake? Mr. Kiwile, pamoja na kumua baba yangu bado haitoshi, si ndivyo? Hivi unafikiri kwamba mimi siwezi kuwaua nyinyi nyote? Cedric alipoyazungumza hayo alikaa kimya kidogo huku akionekana kuugulia maumivu ya kichwa. Ni wazi kabisa kwamba jeraha ambalo Mariana alikuwa amemsababishia lilikuwa ni kubwa mno. Akiwa bado kasimama, alianza pale kupepesuka. Haraka sana walinzi wake wawili waliweza kumwahi na kisha walimkalisha kwenye sofa moja lililokuwa pale sebuleni. Mlinzi mmoja kwa sauti ya upole alimtazama na kisha akasema, boss, unajisikiaje? Kama upo sawa, nenda tuache sisi hii kazi, tutaifanya vile ambavyo utakavyoamua. Cedric hakujibu kitu, badala yake alimtazama Mariana kwa sekunde kadhaa kana kwamba anajaribu kutafakari jambo fulani akilini mwake. Wakati huo tayari kijasho chembamba cha homa kilikuwa kinamchuruzika kutoka kwenye paji la uso. Akiwa bado ameketi kwenye lile sofa, alitoa pale bastola yake na kisha alianza kuikoki taratibu huku macho yake yakiwa kwa Mariana pamoja na baba yake. Baada ya kumaliza kuikoki taratibu kwa msaada wa walinzi wake, alisimama na kisha akasogea tena pale alipokuwa kina Mariana. Akasema, hii bastola ina risasi 3 ndani yake. Aliongea Cedric hivyo na kisha akatulia kwanza. Aliwatazama kwa macho ya hila na kisha akaendelea kuongea huku hali yake ya kiafya ikionekana kuzidi kuwa mbaya kadiri muda unavyozidi kwenda. Mariana, baba yako alimuua baba yangu. Nilikuwa nimepanga kumsamehe, lakini baba yako hakutaka kufanya vile nilivyotaka, na mbaya zaidi na wewe leo hii ulitaka kuniua pia. Hii inamaanisha kwamba ninyi nyote ni maadui zangu. Sasa basi, kwa kuwa ninyi ni maadui zangu, sina budi na mimi kuweza kuangamiza kama mlivyotaka nyie kuniangamiza. Lakini hata hivyo, nitawapa chansi ya mwisho ya kutetea uhai wenu. Mariana, kama unataka nisimue baba yako, basi unapaswa kuweza kuondoka na mimi. Naam, msikilizaji, kauli hiyo ilimkera sana Mr. Kiwile. Pale pale aliamua kuongea, akasema, binti yangu haendi popote. Binti yangu haendi popote na wewe. Tena kaa mbali na maisha yangu, la sivyo mwisho wako utakuwa mbaya wewe kijana. Alipomaliza tu kuongea vile, msikilizaji, risasi moja ilitoka kwenye paja lake la kushoto. Alifyatua risasi hiyo hakuwa mwingine bali ilikuwa ni kijana Cedric, na sauti kali ya kuugulia kwa maumivu kutoka kwa Mr. Kiwile ilisikika.
Mariana macho ilimtoka. Hakuamini kama ni kweli Cendric kampiga risasi baba yake. Kwa hasira, Mariana alitaka kumvamia Cendric, lakini walinzi wa Cendric walimzuia kwa kumshika mikono na miguu. Cendric alimtazama Mariana na kisha akasema, Mariana, natumai umeona nini naweza kufanya. Mimi sio mtu wa mzaha hata kidogo. Baba yako alifupisha maisha ya baba yangu, tena kwa maumivu makali sana. Sasa basi, kama ukiwa mkaidi, utamshuhudia pia baba yako akifa kwa maumivu yale yale aliyompatia baba yangu. Na kama hutaki hilo litokee, kubali kuondoka na mimi. Utaishi pale nitakapokuwepo mimi, vinginevyo, narudia tena, vinginevyo utamzika baba yako kabla wakati wake kuweza kufika. Naam, masikini Mariana alijikuta akiishiwa pozi. Machozi yalimtoka kama mtoto mdogo aliyetelekezwa jangwani. Kwa sauti ya upole na yenye huzuni ndani yake, Mariana alihoji, kwa nini unakuwa mkatili kiasi hiki? Kumua babangu utafaidika na kitu gani? Kwa nini huna utu hata kidogo? Utu? Yaani unazungumzia utu hapa? Kwa nini usimuulize hilo swali baba yako? Kwa nini usimuulize baba yako wakati anamua baba yangu, utu wake kama mwanadamu ulikuwa uko wapi? Hapo Mr. Kiwile akiwa kwenye maumivu makali huku damu zikiendelea kumvuja, taratibu alimtazama Cendric na kisha kauliza, kwa nini unataka kuondoka na binti yangu? Kama ni kisasi chako, lipa kwangu, lakini binti yangu naomba umwache aende zake. Cendric kwanza hapo alivuta pumzi na kisha akasema, unapaswa sana kumshukuru Mungu kwa kuwa na binti kama Mariana. Mpaka sasa hivi uko hai ni kwa sababu ya binti yako. Tofauti na hapo, ningekuwa nimeshalipiza kisasi changu muda mrefu sana. Ukweli ni kwamba binti yako ndiye mwanamke pekee ukimtoa mama yangu ananifanya nijihisi furaha na amani kwenye hii dunia. Kwa hiyo chochote kile kitakachonipa mimi furaha kwenye maisha yangu, lazima niwe nacho karibu. Mariana hawezi kuishi na wewe kamwe. Kama una ndoto za kuishi na binti yangu, basi futa kabisa hilo akilini mwako, kwa sababu siwezi kukubali hata kama mimi nimekufa. Oh, kumbe. Mariana, unamsikia babako anavyosema? Uona muone ni Mariana. Nimue ili tuone atawezaje kunizuia mimi kuishi na wewe, au nimwache aone namna nitakavyokuwa na wewe kwenye safari yangu ya maisha. Alihoji Cendric, huku safari hii akirudi kuketi kwenye lile sofa lilokuwa ameketi hapo awali. Kilipita kimya cha sekunde kadhaa, huku Mariana akiwa anamtazama Cendric kwa macho makali mithili ya simba aliyeporwa windo lake na kundi la fisi wenye njaa kali. Moyoni mwake alikuwa na ghadhabu isiyoelezeka. Laiti kama angekuwa na mamlaka, basi huenda angemtoa Cendric katika ulimwengu huu wa dunia. Mariana, usinipotezee muda. Nini ambacho unakiamua? Utaondoka na mimi au nimue baba yako mbele yako na kisha niondoke na wewe kinguvu? Maana kufanya hivyo naweza pia, ila kwa sasa natamani tufanye mambo kwa kidemokrasia, alisema Cendric. Mr. Kiwile hakuwa tayari kushuhudia hilo. Alimtazama Cendric na kisha akasema, sikia wewe kijana, niue mimi ili nafsi yako iridhike, lakini binti yangu naomba umwache. Hilo haliwezekani mzee. Hapa wakuchagua ni Mariana. Yeye ndo atakayeamua kama wewe uishi ama ufe. Kwa hiyo usijisumbue kuweza kunishawishi, kwa sababu tayari nilishakupa hiyo nafasi, lakini ukufanya hivyo. Mariana, nini ambacho unakiamua sasa? Aliuliza tena Cendric, huko safari hii akiwa anikoki upya ile bastola yake. Sawa, nitaenda na wewe, lakini kwa sharti moja. Sharti? Yaani wewe wa kunipa misharti? Ndiyo, tofauti na hapo siendi popote, labda uchukue maiti yangu. Unafurahisha sana wewe, na ndio maana nataka kuishi na wewe. Haya, niambia hayo masharti. Ikiwa nitaondoka na wewe leo, basi huu ndo utakuwa mwanzo na mwisho wako wa kumwandama babangu na familia yangu kwa ujumla. Sitaki kusikia unaisumbua tena familia yangu kwa namna yoyote ile. Furaha yangu mimi ni wewe.
Kama uko karibu na mimi basi sitakuwa na sababu ya kuweza kuisumbua familia yako. Okay, sawa, twende. Hapo Mr. Kiwile alizidi kuchanganyikiwa. Moyoni mwake hakuwa tayari kabisa kuona binti yake anaenda kuishi na Cendric. Kwa kuwa tayari damu nyingi ilikuwa imemvuja, hakuchukua muda, pale pale alipoteza fahamu. Mariana alianza kulia, akiamini kwamba huenda babake akawa amefariki dunia, na hata hivyo Cendric alimweleza kwamba baba yake hajafa, isipokuwa alikuwa mzima tu. Alipoona Mariana analia sana, hataki tena kuondoka, aliamua kuweza kutoa amri ya kuwa walinzi wake wambebe na kisha waondoke naye. Wakiwa kwa njiani kuelekea nyumbani kwa Cendric, hali ya Cendric ilionekana kuzidi kuwa mbaya. Joto lake la mwili lilizidi kupanda kuliko kawaida. Kijasho chembamba kiliendelea kumtiririka huku mapigo ya moyo yakionekana kupanda. Ilibidi sasa walinzi wake waanze safari ya kumwaisha hospitalini badala kuelekea nyumbani kwake. Muda wote akiwa kwenye hali mbaya kiafya, macho yake hayakutoka kwa Mariana. Na wakati huo Mariana alikuwa akiomba kwa Mungu ikiwezekana Cendric afe, bila kuzingatia kwamba yeye ndiye sababu ya Cendric kwa vile. Mwendo wa dakika 10 mbele tayari walikuwa wamefika hospitali. Wauguzi chini ya usimamizi wa madaktari waliweza kumchukua Cendric na wakamuingiza ndani ya hospitali tayari kwa kuweza kumpatia matibabu. Madam, itabidi tukupeleke nyumbani sasa, aliongea mlinzi mmoja huku akiwa anamtazama Mariana. Mariana hakujibu chochote, badala yake alitoka nje hospitali ile na moja kwa moja akaenda kuingia kwenye gari la Cendric. Mlinzi mmoja alikuja pale, aliwasha gari na kisha hao wakaondoka zao. Kutoka pale hospitali mpaka nyumbani kwa Cendric hapakuwa mbali, hivyo iliwachukua kama dakika chache tu kuwa wamefika. Naam, msikilizaji, tukiachana na huko tunakuja Tanzania, maeneo ya Mbezi Beach. Ndani ya jumba moja la kifahari, Simon Pega, mume mtarajiwa wa binti Mariana, alikuwa ameketi sebuleni huku akionekana kuwa na mawazo. Sauti kutoka kwa baba yake mzee Pega, ambaye ni mwanajeshi mstaafu kutoka kwenye jeshi la Tanzania, ilisikika ikisema, kijana wangu, mbona kama una mawazo? Shida nini? Baba, unajua kuna jambo sielewi kabisa mimi. Jambo gani kijana wangu? Toka juzi simpati Mariana kwenye simu. Na isitoshe bado wiki moja baba, wiki moja tu na nusu tufunge ndoa. Hili swala mimi linanipa sana mawazo mzee wangu. Sasa mawazo yanatoka wapi mwanangu? Unajua kabisa mwanamke anapokaribiwa kuolewa lazima andaliwe. Sasa huenda amezuiliwa kutumia simu kwa sasa. Kama ukungekuwa kuna shida, lazima wazazi wake wangetuambia, kwa sababu tunakwenda kuwa familia. Sasa hofu ya nini kijana wangu? Au ndo kimuhemuhe cha ndoa? Naam, wakiwa wanaendelea kuongea, Joshua, msaidizi binafsi wa kijana Simon Pega, alikuja pale mbio mbio. Joshua, shida nini? Mbona mbio mbio namna hiyo? Alihoji Simon, na yule msaidizi akasema, boss, nimepokea taarifa kutoka kwa vijana wetu wa South Africa. Baba mkoo wako mtarajiwa Mr. Kiwile amepigwa risasi. Pale pale Simon na babake walihamaki. Simon alimtazama baba yake na kisha akasema, Baba, si unaona baba? Na ndio maana nafsi yangu mimi ilikuwa haina amani kabisa. Itakuwaje kama Mariana naye kadhurika? Maana simpati kwenye simu toka juzi baba. Simon kijana wangu, haina haja ya kupaniki. Hebu kwanza twende nyumbani kwa Mr. Kiwile, tuone kama tunaweza tukapata taarifa zaidi kuhusu hili jambo. Naam, bila kuchelewa Simon Pega pamoja na baba yake walifunga safari mpaka nyumbani kwa Mr. Kiwile, ambapo walikutana na Madam Flora, mke wa mzee Kiwile, yani mama yake na Mariana. Kwa namna walivyokuwa, Madam Flora ni wazi tu ya kwamba hakuwa na taarifa kuhusu kitu kilichotokea kwa mumewe huko South Africa. Ilibidi sasa Simon na baba yake wamueleze taarifa kwa wameipata, kitu ambacho kilimchanganya sana akili Madam Flora. Pamoja na Madam Flora kuonekana kapagawa na ile taarifa aliyokuwa amepewa, bado hilo alikumfanya Simon aache kumuulizia Mariana, na majibu aliyopewa na Madam Flora yalimchanganya sana kijana Simon. Kwa upande wake Simon alihisi kabisa Mariana hatakuwa sehemu salama, ingawa Madam Flora alimueleza kwamba Mariana atarudi tu, kwa maana ya kwamba ni kawaida yake kutoweka na kisha kurudi. Naam, baada mazungumzo mafupi, Madam Flora hakutaka kupoteza muda.
aliamua kufunga safari kuelekea huko Afrika ya Kusini ili akajue hatima ya mume wake. Akiwa njiani anaelekea uwanja wa ndege, alikuwa akimpigia simu binti yake, lakini simu yake ilikuwa haipatikani. Mwishowe aliamua kumtumia ujumbe wa sauti akiamini kwamba Mariana kazima simu, hivyo atakapoiwasha atauona. Msikilizaji, kule Afrika ya Kusini, ndani ya hospitali ya Netcare Hospital ambayo Cendric alikuwa kapelekwa baada ya kuzidiwa, akiwa kalazwa kwenye wodi ya VVIP, taratibu alifumbua macho yake na kutazama paa la wodi hiyo ya kifahari. Taratibu kwa mwendo wa kupepesuka alinyanyuka pale kitandani na kisha alianza kupiga hatua. Alipokaribia mlango kutokea nje, nesi mmoja pamoja na walinzi wake wawili waliingia mule ndani, na hii ni mara baada ya kumwona kupitia kamera zilizokuwa zimefungwa ndani ya kile chumba. "Boss, usitoke, bado hauko sawa," aliongea yule nesi huku akisaidiana na wale walinzi kumrudisha Cendric kitandani. Lakini Cendric aliuliza kwamba Mariana yuko wapi. "Nileteni Mariana wangu hapa," aliongea Cendric. Sauti yake ilikuwa inatoka kwa shida, na hii ni kutokana na maumivu aliyokuwa anayapata kichwani. "Sawa boss, tunaenda kumleta," mlinzi mmoja alijibu huku akitoka ndani ya ile wodi tayari kwa kwenda kumleta Mariana pale hospitali. Hazikupita dakika nyingi, kweli Mariana aliweza kufika pale hospitali huku akionekana kuwa na hasira mno. Kila alipomtazama Cendric, Mariana alikuwa anatamani pengine ardhi ipasuke na Cendric aingizwe ndani mzima mzima. Moyo wa Mariana ulijawa na machungu yasiyoelezeka. Hakuwa na chembe hata ya huruma hata kidogo kwa huyo Cendric. Na kila sekunde iliyoenda kwa Mungu, Mariana alitamani kuona Cendric amekufa na si vinginevyo. "Mariana, sogea karibu yangu," aliongea Cendric huku akiwa na tabasamu. Tabasamu lake mwanana lilikuwa limechanua usoni mwake mara baada ya kumwona Mariana amekuja pale hospitali. "Unataka nini kwangu?" alihoji Mariana. Kwanza Cendric aliacha tabasamu la uvivu lililoambatana na maumivu ya kichwa na kisha akasema, "Mariana, ina maana bado unanichukia kiasi hiko, si ndio? Ina maana kwamba huna huruma na mimi hata chembe, hali ya kuwa nina hali mbaya namna hii?" "Si mimi tu, bali hata maiti yangu kamwe haiwezi kuwa na huruma na wewe. Yaani umpige risasi babangu, uniteke mimi, alafu bado unataka mimi niwe na huruma kwa mshenzi kama wewe?" "Kama ni kuhusu baba yako usiwe na wasiwasi. Vijana wangu wameniambia kwamba anaendelea vizuri hospitali, lakini siwezi kukuruhusu uonane naye kwa sasa." Kauli hiyo ilionekana kumkera zaidi Mariana, kwani alitamani sana kuonana na baba yake. Akiwa na hasira ndani ya moyo wake, wazo la kummaliza kabisa Cendric likamjia. Taratibu Mariana alisogea pale kitandani alipokuwa kalala Cendric, na kisha alichukua mto na kumfunika na usoni. Masikini, kutokana na hali aliyokuwa nayo Cendric hakuwa na nguvu za kuweza kumzuia. Alijikuta akifurukuta pale kitandani huku akijaribu kumtoa Mariana pasipo mafanikio. Uzuri wa chumba hicho, kulikuwa kuna kamera za ulinzi, hivyo walinzi wa Cendric waliingia mule ndani haraka mara baada ya kumwona Mariana akiwa anataka kumua bosi wao. Baada ya kuingia, waliweza kumtoa Mariana kwa kumsukumia pembeni. Cendric alibaki na kohoa tu huku akipumua kwa kasi mno. Wakamuuliza, "Bosi, vipi, uko sawa kweli?" Wale walinzi walitaka kumtoa Mariana nje ya kile chumba cha wodi, lakini Cendric alikataa akasema, "Niacheni mimi na Mariana." "Lakini bosi, huyu mwanamke..." "Nimesema hivi, niacheni mimi na Mariana tu," alisisitiza Cendric, huku safari hii akiongea kwa ukali kidogo. Ilibidi wale walinzi wafanye kama alivyokuwa anataka bosi wao. Kweli baada ya kutoka, Cendric alimtazama tena Mariana aliyekuwa kasimama karibu na mlango wa kutokea nje, na kisha kwa sauti ya upole ya kubembeleza akasema, "Mariana, najua kama mimi ni chukizo mbele mboni zako, lakini kwangu mimi wewe ni kama nuru ya furaha inayoangaza ulimwengu wangu wa furaha. Sina maana ya kuwa nakupenda kimapenzi, ingawa hata kama ikitokea hivyo kwangu ni sawa tu, ila kiukweli ni kwamba nafurahia sana kukuona. Wewe ni chakula changu cha furaha Mariana. Tokea nilipokuona kwa mara ya kwanza, moyo wangu ulikiri kwamba wewe ni mwanamke wa faraja maishani mwangu. Hivyo
kuwa na mimi sio kitu kibaya kwako, kwa sababu hakuna atakaye kudhuru kwa chochote kile. Na kitu kingine, niko tayari kukupa chochote unachokitaka kwenye huu ulimwengu. Nisikiliza, sihitaji chochote kutoka kwako, mshenzi mkubwa wewe. Unaning'ang'ania mimi ili iweje? Laiti ungejua ninavyokulaani mshenzi wewe, basi usingethubutu hata kidogo kutaka kuishi na mimi. Maneno yako ni makali sana Mariana. Sikukijua ukatili wa baba yako wewe mwenyewe, utaniomba msamaha. Mpuzi kweli wewe. Yaani mimi nikuombe msamaha wewe? Kwanza sema ulichonitia, nataka kuondoka. Kila ninapokuona uso wako najisikia vibaya sana. Ni afadhali nione uso wa shetani lakini sio uso wako mbwa wewe. Pamoja na kauli mbaya kutoka kwa Mariana, bado Cedric hakuonesha kuchukia hata kidogo. Ndio kwanza iliacha tabasamu mwanana na kisha akamwambia, nataka kama ukiwa na hasira bado wewe ni mzuri sana Mariana. Hata nataka kuweza pia kuondoa hasira yako, kwa hiyo na kuruhusu uende kumwona baba yako hospitali. Vijana wangu watakupeleka na kisha watakurudisha tena kwangu. Ila kumbuka kosa moja tu, baba yako anakufa. Unaweza kwenda sasa. Mariana mara baada ya kupata ruhusa hiyo hakutaka hata kupoteza muda. Pale pale alitoka nje ya hospitali ambapo walinzi wa Cedric walikuja kumchukua tayari kwa kumpeleka kwa baba yake. Hospitali ambayo baba yake alilazwa haikuwa mbali na pale, hivyo iliwachukua kama dakika 15 tu kuweza kufika. Baada ya kufika moja kwa moja, Mariana alizama ndani mpaka kwenye wodi ambayo baba yake alikuwa amelazwa. Alipoingia alimkuta baba yake kalazwa kitandani, huku ule mguu uliokuwa umepigwa risasi na Cedric ukiwa umetundikwa juu mithiri ya nyama buchani. Maskini, machozi yalimtoka Mariana. Taratibu alipiga hatua mpaka pale alipokuwa baba yake. Wakati huo baba yake alikuwa kalala fofofo kutokana na sindano za usingizi alizokuwa amechomwa. Akiwa anamtazama tu baba yake huku machozi yakiendelea kumbubujika, daktari aliyekuwa anamtibia baba yake aliingia pale. Haraka sana Mariana alimdaka na kumuuliza kuhusu maendeleo ya baba yake. Binti, hebu tulia kwanza. Usiwe na wasiwasi binti, baba yako yuko kwenye mikono salama. Najua hilo dokta, lakini naomba uniambie ukweli, kama babangu atapona, mbona hata haongei? Kwa sasa ni mapema sana kukupa majibu kamili kwa sababu bado tupo kwenye uchunguzi wa vipimo tulivyomfanyia. Una maana gani kusema hivyo? Risasi ambayo baba yako amepigwa pajani imepita sehemu mbaya sana, na tumefanikiwa kuitoa tayari, lakini kutokana na namna ilivyopenya kwenye mfupa wake wa paja na ukizingatia na umri wake huu, kwa hiyo uwezekano mkubwa akawa na changamoto kwenye kutembea. Dokta unasemaje? Alihoji Mariana huku akionekana kujawa na wasiwasi tele usoni mwake. Dokta kwanza alishusha pumzi na kisha akasema, yani kwa vipimo vya awali tulivyomfanyia, kuna uwezekano mkubwa sana mguu wake ukawa na changamoto, hivyo itamhitaji kutumia magongo au kiti cha mwendo. Tofauti na hapo hataweza kusimama kwa kutembea tena. Mariana alichoka hoi. Mwili wake ulikuwa pale, lakini akili yake ni kama vile ilikuwa kwenye ulimwengu mwingine kabisa tofauti na hii dunia yetu. Alimtazama mara mbili baba yake mzazi, asiamini ya kwamba ndo anaenda kuwa mlemavu wa mguu kwa maisha yake yote. Mariana alijikuta kikaa chini bila kutarajia. Machozi yaliendelea kumchuruzika mithiri ya chemichemi maji jangwani. Kila alipowaza namna baba yake anavyopenda kufanya kazi, leo hii anakwenda kuwa mlemavu wa mguu, hizo safari zake za kibiashara atazifanya vipi? Aise, moyo wake ulimuuma sana Mariana. Dokta akasema, binti, upaswi kukata tamaa. Hebu simama kwanza. Aliongea ule dokta huku akimuinua Mariana kutoka pale chini alipokuwa amekaa bila kutarajia. Binti, hebu nitazame. Ona hospitali yetu ina wataalamu bora sana pamoja na vifaa vya kisasa. Kwa hiyo hupaswi kuwa na mawazo hasi juu ya afya baba yako. Nimekuambia bado tupo kwenye vipimo vya awali tu, kwa hiyo pengine matokeo yanaweza kuwa tofauti na haya ninayokuambia. Kitu ambacho tutafanya kila tuwezalo ili iweze kuwa sawa hali ya babako. Dokta, mimi nitakupa chochote unachokitaka ili babangu apone. Usijali, tutajitahidi kadiri yetu tuwezavyo. Kwa sasa nipishe kwanza, nataka kumfanyia vipimo baba yako.
Mariana alitoka mule wodini huku akiwa ni mnyonge mno kutokana na kulia kwa muda mrefu, na hasa ukizingatia ni mweupe tayari. Rangi ya ngozi yake hasa ya uso ilikuwa na uwekundu fulani, sambamba na macho yake kuvimba kwa mbali. Akiwa ameketi kwenye sofa moja nje ya ile wodi, ghafla sauti ya mama yake aliingia mule hospitali ilisikika. Mariana, mama. Wote wawili walikumbatiana huku kila mmoja akiwa na uso uliofunikwa na jinamizi la mawazo. Mama, baba anaumwa. Baba yangu anaumwa mama. Kwani yuko wapi? Na daktari kasemaje? Yupo kwenye wodi hiyo hapo. Kwa sasa daktari anamfanyia vipimo, hivyo huwezi kumuona. Vipi lakini hali ya babako? Hapo ilibidi Mariana amweleze mama yake kinaga ubaga kila kitu ambacho ameambiwa na dokta. Taarifa hiyo ilimuumiza sana moyo mama Mariana, lakini hata hivyo ilibidi avae ujasiri ili kumpa moyo binti yake alionekana kukata tamaa kabisa kuhusu hali ya baba yake. Muda uliendelea kusonga mbele. Masaa 4 mbele, ikiwa tayari imefika majira ya saa 11 za jioni, simu ya mama Mariana, yani Madam Flora, ilianza kuita. Alipoitazama aliona mpigaji ni kijana Simon Pega, mchumba wa Mariana. Haraka sana alipokea ili kumpa taarifa kuhusu hali ya mume wake pamoja na binti yake Mariana. Simon, baada ya kusikia kwamba Mariana yupo na mama yake South Africa, alitaka kuongea naye. Hivyo mama Mariana alimpa simu binti yake Mariana ili aongee na mpenzi wake Simon, kijana ambaye anatarajia kumwoa siku chache zijazo mbele. Mariana, uko salama kweli? Aliuliza Simon, na hii ni mara baada Mariana kuchukua simu kutoka kwa mama yake. Nipo sawa Simon. Asaki kweli, pole sana. Kile kilichomtokea babako, natumai atapona tu kwa uwezo wa Mungu. Nashukuru Simon. Baadaye mimi nakuja kwa Afrika Kusini. Nitakuja na ndege ya saa 1 usiku. Kauli hiyo kidogo ilimtia hofu Mariana, kwa kuwa tayari alikuwa kwenye matatizo ya kushikiliwa kinguvu na Cedric. Hivyo kutaka kumuingiza Simon kwenye matatizo yake, akamwambia Simon, hapana. Hakuna wewe haja ya kuja. Mimi niko na mama hapa na istoshe tuna kila kitu. Hapana Mariana, mimi na wewe tunakwenda kuwa na familia sasa. Tatizo la familia yako ni tatizo langu pia. Baba yako ni babangu pia. Kinachonileta huko Afrika Kusini kwanza ni kujua usalama wenu pamoja na kumwadabisha huyo mchenzi aliyempiga risasi baba yako. Maana mpaka sasa hivi sijapata ripoti yoyote kutoka kwa mamlaka za polisi huko Afrika Kusini. Kwa hiyo lazima nije mimi mwenyewe nijue nini kinachoendelea na nijue nini chanzo. Lakini Simon, najua kama una mikutano muhimu ya kibiashara huu mwezi, naelewa. Binafsi mimi sitaki wewe ushindwe kuhudhuria hiyo mikutano yako muhimu kwa jambo ambalo tunaweza tukaliuliza sisi wenyewe. Hapana Mariana, hata uniambie nini, siwezi kukuelewa. Mimi nakuja kesho asubuhi, nitakuwa niko hapo. Mariana alijitahidi sana kumzuia Simon asije Afrika Kusini, lakini ilishindikana. Baada ya kumaliza kuongea naye, alirudi pale alipokuwa mama yake, huku akionekana kuwa na mawazo sana, kitu ambacho mama yake aliweza kukigundua. Akamwambia, vipi Mariana mwanangu? Mbona kama vile uko sawa tena? Simon amekuambia kitu kibaya nini? Mama, sijui hata nianzie wapi kukuelezea. Anzia popote binti yangu. Kwani kuna nini? Alafu mbona simu yako ilikuwa haipatikani? Mama, tupo kwenye matatizo makubwa sana. Matatizo yapi hayo mwanangu? Wakati unaingia hospitalini, si umeona kuna mabouncer wamesimama pale mlangoni wamevaa suti nyeusi? Ndiyo, niliwaona. Bosi wao ndiye aliyempiga risasi baba. Sio kumpiga tu, ananishikilia na mimi kwa nguvu. Alinipokonya simu yangu wakati tupo Tanzania pamoja na kadi zangu za benki, na ndio maana nilikuwa sipatikani. Madam Flora alishtuka, ni kama vile alikuwa hajamuelewa kabisa binti yake kwa kile alichokisema. Akamwambia, wewe Mariana, bado sijakuelewa, hebu nieleze vizuri. Huyo mshenzi ni nani? Sasa hivi tumchukulie hatua. Mama, ni mtu hatari sana. Ana nguvu kubwa ya pesa, jina lake anaitwa Cedric. Mariana aliposema hivyo, mama yake alionekana kushtuka kidogo. Cedric? Hapana. Haiwezekani akawa yeye.
Mama, kwani unamjua? Mama Mariana alishusha pumzi kidogo na kisha akasema, ni story ndefu binti yangu. Kwani huyo Cedric amesema anataka nini? Madai yake ni kwamba baba yangu alimuua baba yake na ndio maana anafanya yote haya. Amenilazimisha niishi naye, la sivyo atamuua baba. Nini? Hapana, mimi siwezi kulikubali hilo hata kidogo. Mama, kwani ni kweli baba aliwatuma watu akamue babake na Cedric? Wewe hizo habari umezipata wapi Mariana? Nilimsikia Cedric akisema hivyo wakati anataka kumuua baba. Mwanangu, hupaswi kuamini maneno ya mtu. Cedric yule ni jambazi alishindikana. Ni muhalifu wa kimataifa. Na kama tusipofanya kitu basi wote tutaangamia binti yangu. Hapa lazima tukatoe taarifa kwenye ofisi za ubalozi wa Tanzania hapa Afrika Kusini ili tupate ulinzi binafsi. Sawa mama, ila niambie kwanza huyu Cedric ni nani? Kwa nini anamtuhumu baba kwa mauaji ya baba yake? Hapo kwanza mama Mariana alitulia kidogo na kisha alianza kuongea. Nisikilize mwanangu. Huko zamani babako aliwahi kufanya makosa makubwa tu. Kutokana na harakati za maisha na ugumu wa maisha, alijikuta akijiingiza kwenye biashara haramu ya kuuza binadamu pamoja na kuhujumu uchumi wa nchi. Babako alikuwa ni miongoni mwa mafisadi wakubwa sana wa serikali. Alijimilikisha mamilioni ya fedha wakati anafanya kazi kama gavana mkuu wa Benki Kuu ya Tanzania, na hata hivyo hakudumu sana kwenye nafasi hiyo. Mheshimiwa Rais wa wakati huo alipoligundua hilo, alimwengua kwenye nafasi hiyo pamoja na kumtaifisha mali zake zote kufidia mamilioni ya pesa ambayo alikuwa akiiba serikalini. Alitakiwa aende gerezani kwa kifungo cha miaka 30, lakini kutokana na juhudi zake katika kuboresha huduma za kifedha nchini, rais aliamua kumsamehe. Wakati huo ulikuwa na miaka 2 tu. Kwa hiyo huna unachokijua kwa wakati huo. Maisha yetu yalibadilika sana. Kutoka kwenye ufahari mpaka kuwa mafukara wa kutupwa kwa sababu hatukuwa na kitu tena. Maisha yalikuwa ni magumu sana na mbaya zaidi ulianza kuumwa mwanangu. Tulipoenda hospitali tuliambiwa una tatizo kwenye ubongo wako na lilitakiwa lifanywe upasuaji. Shida ikaja, hatukuwa na pesa za matibabu. Tulihangaika sana kila sehemu ambayo baba yako alikuwa anaenda kuomba msaada alikuwa anakosa kwa sababu watu walimtambua kama fisadi na mhujumu uchumi wa nchi. Kwa hiyo hakuna mahali tulipopata msaada. Sasa mwishowe baba yako aliamua kurudi tena kwenye biashara haramu ya kusafirisha binadamu. Kipindi hicho kulikuwa kuna wimbi kubwa la wabongo kwenda Afrika Kusini kutafuta maisha. Kwani iliaminika kwa Watanzania wengi kuwa kama utaenda Afrika Kusini utafanikiwa kimaisha. Biashara hiyo ilimpatia sana pesa baba yako. Na kadiri siku zilivyozidi kwenda ndivyo alivyokuwa anazidi kufanikiwa tu. Na mwisho aliamua kuhamia kabisa Afrika Kusini ili iwe rahisi kuendesha biashara zake kwa sababu kwa Tanzania mazingira kufanya biashara hiyo haramu yalikuwa ni magumu sana. Kupitia biashara hiyo tuliweza kukufanyia upasuaji na ukapona vizuri. Na baada ya kupona nilimwambia baba yako achane na hiyo biashara. Lakini tayari alikuwa kanogewa na hakutaka kuacha. Na kila nilipomweleza acha aligoma. Kwa maisha yetu yalibadilika, tulikuwa matajiri ndani ya muda mfupi tu, lakini hata hivyo huo ndo kawa mwanzo wa matatizo. Babake Cedric alianza kumwandama baba yako akimpeleleza ili afichue biashara yake. Hili lilimkera sana baba yako pamoja na washirika wake. Ni kweli baba yako pamoja na washirika wake walituma watu waende kumpiga babake na Cedric ili kumogopesha, na walifanikiwa kwenye hilo. Walimpiga sana ingawa hawakumuumiza kihivyo. Shida ilikuja pale ambapo babake na Cedric alipopelekwa hospitali. Kwa maelezo ya daktari wake wa awali, kabla hajauawa baba yake Cedric alikuwa anaendelea vizuri tu, lakini baada ya daktari wake kuuawa hali ya babake na Cedric ilibadilika sana. Alifanywa vipimo na ikagundulika kwamba alipewa sumu ambayo ilimfanya alazwe hospitalini kwa miaka 3 akitafuta tiba bila mafanikio. Hali yake ilikuwa ni mbaya sana hospitali. Alikuwa hawezi hata kusimama. Kula yake, haja zake zote alikuwa akizimalizia pale pale kitandani. Na hatimaye baada ya kuuguzwa sana alifariki dunia. Tokea siku hiyo Cedric amekuwa akiamini kwamba baba yako ndiye aliyemuua baba yake, lakini ukweli ni kwamba baba yako hakuhusika kwenye kumpa sumu baba yake Cedric. Hivyo sio yeye aliyemuua. Alimaliza mama Mariana kwa kushusha pumzi nzito. Mariana alikaa kimya kwa sekunde kadhaa huku akijaribu kutafakari jambo. Moyoni mwake aliumia sana kuona baba yake anateseka kwa kosa ambalo hakulifanya. Kama ni sumu ndio iliyomuua baba yake na Cedric,
ina maana kwamba baba yake hakuhusika na kifo chake. Sasa iweje leo hii Cedric amwandame baba yake aliyekuwa sio yeye aliyefanya mauaji? Moyoni mwake alijiapiza kwamba Cedric lazima atalipia kwa kile ambacho amekifanya kwa baba yake. Nisikilize mwanangu, sasa itabidi tuende kuripoti kwenye ofisi za ubalozi wa Tanzania hapa Afrika Kusini. Najiuliza tutawezaje kukwepa wale walinzi. Wewe naenda tu mama, acha mimi nirudi kwa yule mshenzi. Lazima alipe kwa hiki alichokifanya kwa babangu. Mariana, unaongea kitu gani binti yangu? Yule kijana sio mzima. Cedric kwa sasa ni kama mtu aliyewehuka. Namjua vizuri sana yule kijana toka akiwa na miaka 8 wakati baba yake anakufa. Sio mtu wa kawaida hata kidogo. Sitaki binti yangu ingie kwenye matatizo mwanangu. Inabidi tuondoke wote mwanangu. Mama, wewe mwenyewe umesema Cedric ni mtu hatari sana. Na asiyekuwa na mzaa hata kidogo. Kama tukitoka wote, akitukamata anaweza kutudhuru mama. Yule sio mtu bali ni shetani aliyejivika ngozi ya mwanadamu. Sasa itakuwaje kuhusu wewe mwanangu? Mariana, siwezi kukuacha kwa yule kijana hata kwa sekunde moja mwanangu. Mama, ni kweli yule ni mshenzi na ni mtu hatari, lakini hawezi kunidhuru mimi hata kidogo. Kama angekuwa ni wa kunidhuru basi angeshafanya hivyo, kwa sababu tunavyoongea yuko hospitali kalazwa baada ya mimi kumpiga na kipande cha chuma kichwani. Mariana, hiyo ndo hatari zaidi binti yangu. Kama akiamka huyo mshenzi atakuwa binti yangu. Kumbuka mama yako mimi nakupenda sana binti yangu. Mama, niamini. Hii ndo njia nzuri ya kufanya. Kama ni kutoroka tayari nilishafanya hivyo, lakini sikufika popote. Cedric alinikamata. Ni mtu mwenye mtandao mkubwa wa vijana hapa Afrika Kusini. Popote utakapoenda vijana wake wapo. Kwa ni bora kwanza wewe kaenda ukatoa taarifa na kisha tutaangalia nini cha kufanya kilicho bora zaidi. Kwa sasa kama unataka kumshinda Cedric, hatuna budi zaidi kutumia akili zaidi kuliko nguvu na vitendo, kwa sababu kama tukifanya hivyo watakao potea ni sisi na sio yeye. Madam Flora hakuwa na namna nyingine zaidi ya kuondoka na kumwacha binti yake, lakini hata hivyo hakumwacha hivi hivi. Aliamua kumwachia simu yake pamoja na pesa za matumizi. Alimsisitiza ya kwamba asisite kumpigia ikiwa tu atapata tatizo lolote lile. Mwendo alisali moja mbele, Mariana alitoka ndani ya hospitali ambapo alikuta walinzi wa Cedric wakiwa wanamsubiri nje. Waliweza kuingia kwenye gari na kisha hao wakaanza safari ya kumpeleka Mariana nyumbani kwa Cedric. Msikilizaji, wakiwa kwa njiani, Mariana alikumbuka ya kwamba mara ya mwisho wakati anatoroka alitoka na simu ya Cedric. Wazo la kukagua simu hiyo ili kuweza kuona kama anaweza kupata taarifa zozote za kumwangamiza likamjia. Walinzi walipomfikisha Mariana tu nyumbani kwa Cedric, haraka sana Mariana alikwenda chumbani kwake mahali ilipokuwa kaficha ile simu ya Cedric. Baada kuingia chumbani aliweza kuichukua ile simu. Shida ilikuja moja tu, ile simu tayari ilikuwa imezima kwa kuishiwa na chaji. Ilibidi kwanza atoke nayo mule chumbani ili kuona kama anaweza kupata chaji. Sasa akiwa anatembea kwenye jumba hilo la kifahari, kila mfanyakazi anayemuona alikuwa anampa heshima kubwa sana, kitu ambacho kilikuwa kinamshangaza sana Mariana, kwani hakutegemea kama anaweza kupewa heshima kama ile, aliyekuwa yeye ni mateka tu ndani ya lile jumba. Baada ya kutembea kwa dakika kadhaa, hatimaye alijikuta akifika kwenye chumba cha Cedric. Kilichomfanya tambue kama kile ni chumba cha Cedric ni maneno yalikuwa yameandikwa juu ya mlango wa chumba hicho, maneno yaliyosomeka kama Cedric Room, yakiwa na maana chumba cha Cedric. Taratibu Mariana alisogelea chumba hiko. Mlango wa chumba hiko ulikuwa ni wa tofauti na milango ya kawaida. Wenyewe mlango wake haukuonekana kuwa na kitasa cha kufunga na kufungulia. Hii ilimfanya Mariana kwanza simame kwa muda huku akiwa na tafakari, ule mlango unafunguka vipi? Sasa akiwa bado anashangaa, kumbe kwenye chumba kuna kamera za ulinzi. Tayari walinzi wa jumba hilo walikuwa wameshamuona na wao ndio walikuwa wana idhini ya kufungua na kufunga mlango huo kwa kutumia remote control. Sheria za jumba hilo ilikuwa ni hakuna mtu mwingine aliyekuwa anaruhusiwa kuweza kuingia ndani chumba hicho bila idhini ya Cedric mwenyewe. Ilibidi sasa walinzi wamuite Naifati ambaye ni msimamizi mkubwa wa wafanyakazi wote ndani ya lile jumba. Wakamwambia, madam, hebu ona yule demu yuko kwenye mlango wa boss, tufanyeje sasa? Kwanza Naifati alimtazama yule mlinzi na kisha akasema, umemwitaje? Unaitaka kazi yako kweli wewe? Yule mwanamke ni mtu muhimu sana kwa boss wetu. Usije kumuita tena hivyo mbele ya boss. Kitakachokukuta usije kumlaumu mtu. Yule ni Madam Mariana. Sasa jitoe akili, umuite demu mbele ya boss.
kwanza fungueni mlango ingie ndani. Bosi alisema tumwache afanye chochote anachokitaka, kwa fungueni mlango. Sasa Mariana akiwa hajui kama anajadiliwa, ghafla alishangaa kuona mlango unafunguka wenyewe. Kwanza alitaka kusita kuingia ndani, lakini mwisho aliamua kuingia, kwani alijua ya kwamba ikiwa ataingia mule ndani ataweza kuona chaja ile simu, lakini pia ataweza kupata taarifa za kumwangamiza Cedric kwa namna moja ama nyingine. Taratibu alitia mguu ndani ya chumba hicho. Kama ni kuishi, basi Cedric alikuwa anaishi. Kwanza chumba chake kilikuwa ni kikubwa kuliko vyumba vyote mule ndani. Chumba chake kilikuwa kina ofisi ndogo ambayo alikuwa akiitumia kwa shughuli zake za kiofisi. Shughuli ambazo mpaka sasa haijulikani ni zipi. Kulikuwa kuna picha kubwa kutani, mwanamke mrembo aliyekuwa amevaa gauni zuri jekundu. Mkononi alikuwa ameshika ua jekundu, shingoni alikuwa na mkufu wa dhahabu uliokuwa umempendeza kisawasawa. Kwenye kiganja cha mkono alikuwa na bangili za almasi, huku kwenye kidole cha mkono alikuwa na pete ya dhahabu yenye kidani kilichokuwa kimechongwa kama madini ya Tanzanite. Alikuwa na nywele ndefu zilizofika mpaka mgongoni. Macho yake makubwa ya duara yalikuwa sambamba na midomo yake mizuri iliyokolea lipstiki nyekundu iliyonogesha uzuri wa picha hiyo iliyokuwa ukutani. Hakika mwanamke huyo aliyeonekana kwenye picha alikuwa ni mrembo sana, ingawa hakufikia uzuri wa Mariana. Sasa Mariana alijiuliza kwamba huyu mwanamke ni nani? Au ndo mpenzi wake? Hapana bwana. Jitu jambazi kama lile linawezaje kuwa na mwanamke mzuri kiasi hiki? Alafu kwanza utajiri alionao kaupata wapi? Mtu kama huyo hawezi kuwa na utajiri wa utajiri wa halali namna hii. Lazima atakuwa anafanya jambo la haramu. Na kama nikilijua itakuwa ndo rahisi mimi kuweza kumwangamiza kauze gerezani mshenzi huyo. Aliwaza Mariana huku akiwa bado kasimama anaangalia ile picha ya mwanamke ambaye bado alikuwa hajamtambua ni nani. Ngoja kwa nitafute chaji. Mariana alianza kutafuta chaji pale sebleni ambako kulikuwa kuna samani za kifahari tu, kuanzia makochi, meza, mapazia na kila kitu kilichokuwa pale kilikuwa ni cha thamani vibaya mno. Alitafuta kila mahali lakini chaji hakuiona. Mwisho aliamua sasa kuzama kwenye chumba cha kulala cha Cedric. Ndani ya chumba chake kulikuwa kuna kitanda kikubwa cha duara ambacho kilikuwa kina mataili madogo chini, ambapo kibonyeza tu remote yake kilikuwa kina hama hivi chenyewe kutoka upande mmoja kwenda upande mwingine. Kwa kuwa Mariana alikuwa hajui hilo, ingawa hata yeye pia alilelewa kishua, bado kwa ufahari wa maisha Cedric kwake ilikuwa ni maajabu tosha. Alijikuta pale akihamisha kitanda hiko kutoka kilipokuwa kikahamia upande mwingine, upande ambao ulikuwa upo karibu na dirisha kubwa lililokuwa lipo ndani ya hiko chumba cha kifahari. Shida ilikuja kwenye namna ya kukirudisha kile kitanda kilipokuwa. Kila alipojaribu kubonyeza ile remote control, kitanda kilikuwa kitaki kurudi. Hii ilimfanya ogope kidogo, kwani alijua ikiwa Cedric atakuta kitanda chake kimehama, basi atajua kama ni yeye ndo kabadilisha. Lakini hata hivyo aliamua kupotezea kwa kuendelea tu kutafuta chaji. Akiwa anaendelea kutafuta chaji, aliweza kuona kidro kidogo ambacho kilikuwa kipo kwenye kile kitanda upande wa kushoto. Aliamua kufungua kile kidro huku akiwa na matumaini ya kwamba huenda akaona chaji ile simu, lakini haikuwa hivyo. Alipofungua alikutana na faili dogo ambalo kwa nje lilikuwa limeandikwa kwa maandishi meusi yaliyosomeka kama The Secret Code. Haraka sana alianza kufungua faili hilo. Alipofungua ndani, alikutana na makaratasi mengi ambayo yalikuwa yameandikwa namba nyingi zilizochanganyikana na alama nyingine za maandishi. Alijaribu kuelewa namba hizo zina maana gani. Kwa chaji ya simu hakuwa kaiona, ila aliamua kuondoka na faili lile ili kuona kama anaweza kujua zile namba zina maana gani. Alipofika chumbani kwake, alichukua ile simu aliyokuwa amepewa na mama yake na kisha kaskani lile faili kwenye simu. Na baada ya hapo alitaka kumtumia mama yake. Sasa akiwa anawasha data ili amtumie, ghafla bila kutarajia, binti huyu Mariana aliona kitu ambacho kilimshangaza, ama naweza nikasema kitu ambacho kilimshtua sana. Hakutegemea, hakutarajia kama kitu hicho kingemtokea, lakini kilimtokea. Je, unajua ni nini? Bwana, usikose katika sehemu ya pili kupata kujua binti huyu Mariana alitokewa na nini hapo. Lakini pia, je, yule mpenzi wake Simon Pega anayetaka kufunga ndoa akija Afrika Kusini na amesema lazima nije, sasa akishakuja itakuwaje? Mambo bado ni magumu kweli kweli. Bwana, tukutane katika sehemu inayofuata mzigo mtamu huu wa binti Mariana kutoka kwake Saidi JR. Mimi naitwa Uncle Jay, nilikusimulia hii simulizi. Bye bye kwa sasa, tukutane katika sehemu ya pili mtu wangu.